Karibu msikilizaji katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu tamu Murder Wall, ukuta wa mauaji. Tulipokuwa tumeshani pale ambapo askari wawili walikuwa wako ndani ya makao makuu ya polisi wakawa wanafuatilia habari za dereva yule ambaye alikuwa ameondoka na bwana mdogo wa kuitwa sijui. Usingekuwa askari mwenzangu, haki ningekuzalia mtoto. Natamani kuwa na kijana mwenye akili nyingi kama za kwako. Ndio mnavyosemaga wanawake, hii ni mbinu yenu nzuri kabisa ya kutuchanganya wanaume. Afadhali na Inspector Malolo alikuwa amechanganya utani kidogo wakati wakaendelea na kazi. Baada ya kupata taarifa za mtu huyo za kutosha, walijiandaa kutoka kwenda kumkamata usiku huo. Ndani ya dakika chache walikuwa tayari wamevaa makoti meusi ya upelelezi, bastola zao mbili zenye sasa na kufungwa vyombo vya kuzuia sauti zilihakikiwa na kuwekwa kiunoni. Hakukuwa na askari mwingine aliyeitwa wala kushirikishwa kwenye kazi hiyo. Wao wawili tu walikuwa wametaka kumnasa mtu huyo. Hii ilikuwa ni operation ya siri na wao wawili waliamua kuifanya kazi hiyo kimya kimya. Afande Kaira na Inspector Malolo walikuwa sehemu ya askari wachache waliokuwa wakiamini kwa ukweli wa kifo cha Isaya Gumbo ulikuwa ni mkubwa zaidi ya uhalifu wa kawaida. Robert Mpiki ambaye ndiye aliyempeleka Isaya Gumbo kwenye eneo alilokumbwa na mauti alikuwa anatakiwa kukamatwa ili kusaidia jeshi la polisi kupata ukweli juu ya nini sababu ya mauaji hayo na kwa nini video ile isambazwe mtandaoni. Kinachoendelea msikilizaji, basi usikose kuwa nami katika sehemu ya 3. Kwa utulivu naendelea kukujuza nini ambacho kilijili mwanzo mpaka mwisho wa sehemu ya 3. YouTube channel Simulizi Max, WhatsApp 0677062012. Tunaendelea na simulizi yetu kwa uzuri na utulivu mkubwa. Gari lao dogo la polisi lilitoka kwa mwendo wa taratibu huku wakijitahidi kutizama kama kuna macho ya watu waliokuwa wanawatizama. Afandekana alikuwa ameketi upande wa kushoto akishikilia faili lenye picha za Robert Mpiki. Inspector Malolo alikuwa yuko nyuma ya usukani. Walipotoka nje makao makuu ya jeshi la polisi aliongeza mwendo. Barabara ya kuelekea mtaa wa Popoda ilikuwa kimya, taa chache tu zilikuwa zinawaka huku mvua ndogo ikianza kudondoka taratibu. Ndani ya gari wote wawili walikuwa kimya japo walitazamana mara chache na kuachia tabasamu. Huyu tunatakiwa kumpata akiwa mzima. Tunahitaji majibu. Si mwili mwingine. Tukiweza kumpata huyu mtu naona kabisa kupanda cheo kupo nje. Inspector Malolo alikuwa amemwambia mwenzake baada ya kuona kimya kimezidi ndani ya gari. Nimekuelewa Inspector, lakini tukiona dalili ya tishio lolote sitasubiri amri. Hawa watu wanaonekanika hawana cha kupoteza. Kama wameweza kumpiga risasi namna ile kijana mdogo, zani kabisa kama itakuwa ni busara kulazimisha kumpata akiwa hai. Tunatakiwa kumpata akiwa hai, hilo liweke akilini mwako. Inspector Malolo alikuwa amemsisitiza Afande Kaila ambaye alikubali kwa kutikisa kichwa chake. Walipoanza kupanda kilima kidogo kuelekea mtaa wa Popoda, mvua ilizidi kuongezeka. Inspector Malolo akaendesha gari kwa umakini mkubwa sana. Wakafika katikati ya mtaa huo. Walipofika eneo tulivu lenye nyumba chache, kila moja ikiwa na ua mdogo na uzio wa chuma, walizima taa za gari wakabaki kwenye giza ndani ya gari. Nyumba ile pale namba 17, mtaani PPD. Afande Kaila alikuwa amesema kwa sauti ya chini, macho yake akiwa yanaelekea kwenye nyumba ya pili kushoto. Inspector Malolo alichomoa bastola yake akatoa ishara ndogo kwa kidole. Wote walitoka nje ya gari taratibu. Wakasogea kwenye kivuli cha ua. Mvua ilikuwa imeanza kuongezeka zaidi na kuwa kubwa, ikidondoka juu ya makoti yao. Kwa ishara tu wawili hao walisonga mbele na kufanikiwa kuingia ndani. Hewa ilikuwa nzito, ishara ya kuwa mwenyeji hakuwa anasafisha mazingira hayo mara kwa mara. Taa moja tu ndogo ilionekanika kuwaka kupitia pazia la sebule. Mazingira hayo yalikuwa na harufu ya kuwepo kwa hatari mbele yao. Walisogea huku bastola zikiwa zimetangulia. Usiku huo hawakuwa tena wapelelezi wa kawaida, walikuwa ni watu wawili waliokuwa karibu kumpata mtu anayejua ukweli kwa nini Isaya Gumbo aliuliwa kikatili na ile. Inspector Malolo na Afande Kaila walipiga hatua kusogelea chumba ambacho ndani yake ilisikika redio ndogo ikiongea kwa sauti ya chini. Mlango ulikuwa umeegeshwa tu, ishara ya kwamba kama kuna mtu ndani basi hakufunga mlango. Inspector Malolo alimweka nyuma Afande Kaila, kisha yeye alikuwa ni wa kwanza kuingia ndani ya chumba hicho. Kilichokutana nacho mbele ya macho yake kilimfanya kuishiwa nguvu. Afande Kaila na yeye aliingia kwa kasi vile vile, lakini kilichokuwa mbele yao kiliwafanya wabaki waamini macho yao. Upande mwingine wa simulizi. Asubuhi ilianza kwa ukimya wa ajabu katika mitaa ya 12th West Coast, lakini nje ya geti la nyumba ya mwandishi maarufu George Peter Mazinge kulikuwa na kelele ambazo hazikutarajiwa hata kidogo. Kelele za kamera zikikiriki, vinasa sauti vikinyanyuliwa hewani na sauti za waandishi wa habari zikipishana kwa shauku na hamasa. Tunaomba tafadhali tukae na mwandishi George Peter Mazinge. Yaani kweli kwamba msomaji wake ameuawa kikatili?
Ana maoni gani kuhusu taarifa kwamba mauaji hayo yana uhusiano na vitabu vyake? Maswali hayo yalikuwa yamepishana kwa nguvu, yakivunja ukimya wa asubuhi kwenye eneo hilo wanaloishi watu wa kipato cha juu. Walinzi wawili waliokuwa wakilinda geti kubwa lenye rangi ya fedha walijaribu kuwatuliza waandishi hao, lakini hali ilikuwa ni ngumu. "Tafadhali rudi nyuma," alisikika mmoja wao, kijana mrefu mwenye sauti nzito, huku mkononi akiwa ameshikilia AK-47. "Hatuwezi kuruhusu mtu kuingia bila ruhusa." Mwenzake alikuwa amemsaidia kuzidi kuwakataza waandishi wasisogee getini, lakini waandishi wa habari hawakuondoka. Wengine walikuwa wamepiga kambi kabisa, wakirekodi moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii. Kamera zao zilikuwa zimeelekezwa kwenye geti. Walitarajia muda wowote ule mtu muhimu atoke. Baada ya juhudi zao za saa nzima, ndipo mlango mdogo wa pembeni ulipofunguliwa taratibu, na Angela Mazinge, mke wa mwandishi huyo, akionekanika akitoka. Alikuwa amevaa kitenge cha blue chenye mikunjo maridadi. Nywele zake zilikuwa zimefungwa nyuma kwa mpangilio wa upole, lakini uso wake ulionyesha uchovu wa kutoka kuamka. Aliposimama nje ya geti, sauti zikatulia ghafla, kila mmoja alipunguza kelele. Angela alitazama kundi hilo la waandishi kwa macho ya upole, kisha akasema kwa sauti ya chini sana, "Naomba mtulie tafadhali. Mume wangu hatapatikana muda ule, anajiandaa kutoa tamko rasmi." "Lakini Bi Angela, tunataka kujua kama anaamini mauaji ya Isaya Gumbo yanahusiana na kazi zake," aliuliza mmoja wa waandishi wa hakika aliyekuwa ameshika kipaza sauti chenye nembo ya Dazuli News. "Maswali hayo yote yatajibiwa vizuri jioni ya leo. Tafadhali mjipange kufika kwenye maktaba ya wajana, kwenye ukumbi mdogo wa mikutano. Saa 11 jioni atakuwa huko na atazungumza mwenyewe na umma." "Lakini unaweza kutuambia kipindi kifupi hali yake kwa sasa ikoje?" akauliza mwandishi mwingine. "Mwandishi yuko hai, anaendelea vizuri na anaamini haki itapatikana. Tafadhali msubiri yeye mwenyewe, atawajibu kwa usahihi zaidi. Muda ni saa 11 jioni, mzingatie eneo na muda." Baada ya kusema hivyo, aligeuka na kurudi zake ndani ya geti, akiacha waandishi wakiendelea kupiga picha mpaka mlango ulipofungwa. Kisha hatua zake za utulivu zikasikika zikielekea kwenye nyumba kubwa iliyokuwa kimya. Alipoingia sebuleni, George alikuwa amesimama pale pale karibu na dirisha, amevalia shati jeupe la mikono mifupi, kiganja kimoja kikiwa mfukoni na mwingine akiwa ameshika kikombe cha chai inayofuka moshi taratibu. Macho yake yalikuwa yameelekezwa nje, akiwatazama waandishi wa habari waliokusanyika nje ya uzio wa nyumba yake. Haya mambo ni mazito. Ulitaka kuolewa na mtu maarufu na hizi ndio adha zake sasa? Kwa kweli, umalizane na hili. Twende kijini tukalime mipunga huko kwenu Shinyanga. Maisha ya Tanzania utayaweza? Bora huko Isaya wa kufahamu, hapa umaarufu unatupa shida sana. Vumilia kipenzi changu. Wala sina maisha marefu mimi. Wewe mzee, sina maana hiyo mimi. Unaionaje hali? Hali inazidi kuwa mbaya Mark. Vyombo vya habari vinataka kujua kama kile kifo kinahusiana na kazi zako. Kila mtu anataka kujua nini kinaendelea. Je, unachukua maamuzi gani sasa? Mkeo alikuwa ameongea kwa masikitiko. George hakumgeukia mara moja, alibaki kutazama mbali, macho yake yakiwa na ukimya mzito uliojaa tafakuri na uzuri. Na msubiri TX wawasili. Ndio mtu pekee anaweza kunipa mwanga wa nini cha kufanya. Lakini utamsubiri mpaka lini? Kila dakika mambo yanazidi kuwa magumu. Watu wanaanza kuhoji. Serikali inatazama, vyombo vya habari vimejaa nje. Hii si hali ya kawaida. TX atawasili usiku wa leo. Atakuja moja kwa moja kutoka Ufaransa. Nilizungumza naye jana usiku. Baada ya kufika, kila kitu kitakuwa sawa. Je, una mpango kutumia timu yako ya zamani? Kwa nini umeuliza hilo swali? Nawaamini sana wale watu. Watu wanabadilika. Maisha yanabadilisha watu. Nina mashaka kuwa mmoja kati ya watu wanaonishambulia hivi sasa ametoka upande wangu. Ndio maana anajua kwamba mimi nawajali sana wasomaji wangu kuliko chochote kile. Hii ni siri ambayo wanajua watu wangu wa ndani tu. Hivyo huu mpango wa kuua wasomaji wangu utakuwa umetoka miongoni mwa watu wangu. Akili yake imeanza kurudi mchezoni sasa. Huyo ndio Mark Melikoneta ambaye sisi wote tunamfahamu. Asina jinsi natakiwa kuwa hivyo tena. Sitaki kuwarudisha kwenye joto la vita. Wamefanya kazi yao vizuri sana. Walifanya zaidi ya nilivyotarajia. Sasa nawaacha wapumzike wote na familia hivi sasa. Sitaki kuona machozi ya wajukuu zangu kwa sababu ya mimi babu kuwarudisha kazini wazazi wao. Safari kazi itafanywa na vijana wapya, wenye nguvu, wachangamfu na ambao hawajulikani kirahisi. Wataifanya haraka na ndani ya muda mfupi tutakuwa tumeshapata waliohusika. Jijeko ameongea kwa kujiamini sana, huko akiwa ananyoa kikombe cha chai, akameza kidogo iliyobaki, kisha akaweka mezani kikombe kitupu. Mkeo akanyosha mkono na kugusa bega la mume wake kwa upole. Sawa, lakini uwe makini. Watu hawa sio wa kawaida Mark. Moyo wangu nalihisi hilo. Mkeo aliongea kwa kujali. George hakujibu chochote zaidi ya kutabasamu. Mazungumzo yao yalikatizwa ghafla na sauti ya ting.
ndogo kutoka kwenye simu iliyokuwa mfukoni mwa Macmillan Cornet. Haraka aliitoa na aliangalia simu yake kwa makini. Ujumbe wa sauti ulikuwa umeingia kupitia namba iliyohifadhiwa kwa jina la Hilda Boba. Uso wake ulipoteza utulivu mara moja. Akainua simu kwa haraka bila kusema neno lolote lile. Aliweka simu yake sikioni. Sauti iliyosikika ilikuwa ni sauti ya mwanamke iliyochanganyika na pumzi nzito za mtu aliyechoka. Tumevamiwa watu wawili. Walijaribu tena kuja kumuua Monica. Nimefanikiwa kuwadhibiti lakini hali si salama tena. Niko na Monica, tupo njiani kuelekea eneo salama. Naomba usiriane nami haraka utakapopata ujumbe huu. Ujumbe ulikuwa umeishia hapo, ukakata ghafla, ukiacha kimya kizito mbele ya George na mkewe. Ilibaki kama amesimama akiwa anahisi alichokuwa amekisikia kikuwa sahihi. Ni nani tena George? Kuna tatizo? Mke alikuwa ameuliza kwa sauti yenye kujaa wasiwasi. Ni Hilda Boba. Ametuma ujumbe wa sauti kuhusu usiku wa jana. Anaweza alivamia hospitalini lakini wamefanikiwa kuwadhibiti watu waliokuwa wamewashambulia. George alimjibu mkewe kisha kama ameondoka kwenda kwenye chumba alichokuwa Joseph Malioka. Ni kijana mdogo ila kwa sasa ndiye mshauri wake wa karibu. George hakugonga mlango. Alifungua moja kwa moja kaingia ndani ya chumba hicho. Uso wake ulionyesha haraka ya mtu aliyekumbeba taarifa nzito. Joseph alikuwa ameketi mbele ya kompyuta kubwa yenye skrini 3, macho yake yakiangaza kupitia mwanga hafifu wa alama za data na grafu za mawasiliano. Alipoona George ameingia, alisimama mara moja na kumkaribisha. Kuna nini tena? Joseph Malioka aliuliza kwa wasiwasi baada ya kukutwa akiwa anatumia kifaa hicho. George alimkabidhi simu yake. Sikiliza hii sauti, imetumwa na moja kati ya mabinti zangu. Joseph alichukua simu kama amesogeza sikioni. Sauti ya Hilda ilisikika tena. Ile pumzi nzito, maneno mafupi na mwisho wa ujumbe ulikatika ghafla. Wakati ujumbe ukiwa unamalizika, Joseph alibaki kimya kwa sekunde kadhaa, kisha kainua macho yake kumtazama George. Ujumbe huu ulitumwa saa 7 usiku. Saa 7? George kauliza kwa mshangao kwa akiwa anapokonya simu aone muda ambao ulikuwa umetuma ujumbe huo. Lakini sasa hivi ni saa 3 asubuhi, hivyo ni zaidi ya saa 8 zilizopita. Kwa nini umechelewa kufika? Joseph Malioka alikuwa amegeuka kwenye skrini moja, akachomeka nyaya kadhaa kwenye kifaa kidogo cha uchambuzi wa data, kisha kaanza kuandika maneno kwenye keyboard kwa kasi ya ajabu. Muda mfupi baadaye, mistari ya namba na alama za mawasiliano zikaonekana kwenye skrini. Tazama hapa, mstari unaonyesha kuwa ujumbe huu haukuingia moja kwa moja kwenye simu yako. Kwanza ulipitia kwenye server ya 3, kisha ukaelekezwa mahali fulani, ukashikiliwa kwa muda kabla haujatumwa tena kwako. Kwa lugha rahisi, ujumbe wako umechepushwa. Umechepushwa kwenda wapi? Nadhani mtu alitengeneza mfumo wa kudhibiti mawasiliano yako na ufahamu mkubwa wa teknolojia ya usalama. Si rahisi kwangu kufuatilia, lakini huyu ambaye amechepusha haya mawasiliano alitaka ujumbe uchelewe kufika ili uwe hauna maana tena wakati unaupata. Majibu ya Joseph Malioka yalikuwa mazito kwa George ambaye hakutarajia kusikia kitu kama hicho. Kimekilitana chumbani kwa sekunde chache. Basi sasa naelewa. Unamaanisha nini? Kuna mtu mmoja pekee anaweza kucheza na mfumo wangu wa usalama bila kuacha alama. Ni nani huyo? Siagaranga. Jina hilo lilipokuwa limetamkwa, Joseph akashusha pumzi polepole, akamtazama George kwa macho aliyokuwa yamejaa wasiwasi. Kwa hiyo ni yeye tena? Ndio, ni yeye. Nilifanya kosa kubwa sana kumpa simu yangu. Kwa nini nimezeka na shindwa hata kugundua vitu vidogo vidogo? Sitaki kuamini kama Siagaranga ni mtumiaji mzuri sana wa kompyuta kiasi hicho. Siagaranga ndio baba wa droids wote. Wote wamejifunza na kupata uwezo kutoka kwake. Hakuna anayeweza kufikia kiwango chake linapokuja kufikia swala la urukuzi. Sijai kujua hilo. Leo ndo nasikia kwa mara ya kwanza. Siagaranga alinipa droids 3. Wawili walinisaliti, mmoja amebaki upande wangu mpaka leo. Ndio maana uliona nilivyokuwa nimefika pale kwake, tulitazamana sana. Mimi naye tumetoka mbali sana. Nishangaza sasa kuona leo hii yeye ndo ambaye anachepusha mawasiliano yangu, kwamba naye yupo upande wa maadui zangu. Kama ni hivyo, hii vita ni ngumu sana. Tunafanyaje babu? Twende hospitali kwanza nikaione miili ya watu wawili waliokuwa wanataka kumuua Monica. Fanya haraka, jiandae. George alikuwa ameongea huko akiwa anapiga hatua kutoka kwenye chumba hicho. Tayari alishagundua Siagaranga ndiye aliyekuwa amefanya ujumbe wa saa 7 usiku umefika saa 3 asubuhi. Wasiwasi wake mkubwa ni kwa kipanga huyo kuwa upande wa adui zake. Hilo liliogopa sana kwa sababu anaujua uwezo halisi wa Siagaranga kwenye udukuzi na uchezaji wa mifumo ya kompyuta.
George alipofika nje ya chumba alikumbana uso kwa uso na mkewe ambaye alikuwa amesimama kwenye korido akimsubiria. Uso wake ulikuwa unaonyesha kuwa na maswali baada ya kusikia kilichozungumzwa chumbani kati ya George na Joseph Malioka. Unaelekea wapi tena asubuhi? Hujalala vizuri hata masaa 6. Mkewe alimuuliza baada ya kumwona George akiwa anachukua bastola mbili na kuzifukia nyuma ya kiuno chake kisha kafunika na koti. George alikuwa amesimama kisha kama ameshika pumzi ndefu. Niambie unaenda wapi? Naelekea hospitali ya Mitelegu. Nahitaji kupata maelezo kamili ya tukio la kuvamiwa kwa Monica. Ungepumzika kidogo mume wangu. Hapana, sina huo muda. Mkewe kichwa na jibu hilo akanyanyua mkono wake wa kulia akashika bega la mume wake, macho yake yalionyesha hofu isiyokuwa na kificho. Umehakikisha kila kitu kiko salama huko? George, hali si ya kawaida tena. Kila hatua unayochukua sasa inabidi iwe na mipango. Naomba uwe makini. Mkewe aliongea kwa sauti ya chini. George akatabasamu kidogo kisha akamkumbatia mkewe kwa dakika nzima kisha alimbusu shavuni kwenye paji la uso. Alitoka kwa hatua ndefu. Mkewe alimfuata nyuma huku akiwa mnyonge sana. Baada ya dakika 5 kamili, gari lenye rangi na lenye kioo kilichotiwa kivuli lilikuwa tayari barabarani, likisogea kimya kuelekea hospitali ya Mitelegu. Anga lilikuwa bado lina mawingu mazito baada ya mvua kubwa ilionyesha usiku. Baada ya mwendo dakika 20, Joseph Malioka nje alikuwa amevunja ukimya ndani ya gari hilo. Kuna jambo moja nashindwa kuelewa, kwa nini una uhakika ni Siaga Stranga baada ya kugundua ujumbe wako umechepushwa? Joseph Malioka alikuwa ameuliza swali hilo akionekanika kutaka uhakika kutoka kwa mwandishi huyo. George alikuwa ametabasamu kidogo, macho yake bado yakiwa yanaelekea mbele kwenye barabara iliyonyooka. Kwa sababu ni yeye pekee mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Kumbuka yeye ndiye aliyeshughulika na simu yangu jana tulipokuwa tumeenda kupata uthibitisho wa sahihi kwenye ule mchoro. Halafu jambo lingine lilinishtua. Aliponiambia ile sahihi ni ya mke wangu. Sikutilia maanani sana wakati ule. Lakini sasa nikitazama nyuma, hilo ndilo lilikuwa ni onyo la kwanza kabisa. Ilikuwa lazima taa nyekundu iwake kichwani kwangu. Nimezeka ndio maana nilishindwa kuliona hilo. Yaani mpaka hapo ni uhakika na usika kwa 100%. Sio moja kwa moja. Lakini ana ufahamu wa mambo mengi sana kuliko anavyotaka kuonyesha. Na ndio maana naamini kwenda kwake kutakuwa kupoteza muda. Atakuwa ameshapotea tayari. Wakati walikuwa bado kwenye mazungumzo hayo ya kina, gari likapunguza mwendo likikaribia geti la hospitali ya Mitelegu. Jengo refu jeupe lilionekanika mbele yao likiwa na nembo ya hospitali iliyokuwa imechorwa kwa rangi ya samawati na bendera ndogo zikipepea juu ya paa. Gari lilikuwa limeruhusiwa kupita getini baada ya George kuonyesha kitambulisho chake. Walipofika ndani ya hospitali, George hakupoteza muda. Moja kwa moja alikuwa ameingia kwenye jengo la uongozi wa hospitali hiyo akiongozana na Joseph. Alipofika mapokezi, nesi aliyekuwa zamu alitabasamu na kitu cha kwanza kufanya ilikuwa ni kuinua kitabu chake cha hayawezi kutokea nchini kwetu na kumwomba mwandishi huyo aweke saini. George alikuwa ametazama kulia na kushoto kisha akatoa kalamu yake mfukoni na kusaini kitabu hicho. Baada ya hapa, naomba ukificha kitabu hiki na uwe unakisoma ukiwa peke yako tu, sawa binti yangu? Alikuwa ameongea kwa kana mtizamo usoni nesi huyo ambaye alishtuka kusikia sauti hiyo. Alitikisa kichwa kukubali kisha kama msikiliza alichokuwa anataka kumwandishia George. Alimwambia nesi huyo anataka kuonana na mganga mkuu wa hospitali hiyo. Nesi hakuchelewa, akainua simu na kumpigia mganga mkuu ambaye alitoa ahadi ya kufika hapo ndani ya dakika 3 tu. Baada ya simu hiyo kukatwa, George na Joseph Malioka walikaribishwa kwenye viti vya hapo mapokezi, waliketi wakimsubiri mganga huyo. Baada ya dakika 5, mlango wa upande wa kulia ukafunguliwa na Dr. Tabi Ndudi alionekanika akiwa anakuja taratibu. Alikuwa amevaa sare za kijeshi zenye nyota 2 begani, juu yake akiwa amevalia koti jeupe safi la udaktari. Nywele zake fupi na sura yake ilikuwa imejaa tabasamu vilimfanya kuonekanika kuwa ni mtu haswa. Karibu sana Macmillan Connect. Ni heshima kwetu sisi kama taasisi ya afya kukupokea kwa mara ya pili ndani ya siku 3. Nimejulishwa unataka kuzungumza na mimi kuhusu jambo muhimu. Niombe radhi kwa kuchelewa kwa sababu nilikuwa na majukumu na malizia. Daktari huyo alikuwa ameongea kwa lugha ya kiungwana ambayo ilimfanya George ajihisi vizuri moyoni mwake. Pole na majukumu. Nafurahi sana nikiona watu wenye vyeo wanafanya kazi kwa kujitoa. Vyeo ni vazi tu, wakati tunavua, hivyo hatutakiwi kujizia kufanya kazi kwa sababu ya kitu ambacho tunaweza kukivua wakati wote ule. Binadamu akishalijua hilo kwenye maisha yake, basi ameshafanikiwa. Kama walivyofanikiwa. Kila mtu anasema nimefanikiwa, lakini mimi sioni nilipofanikiwa zaidi. Najiona kama mpambanaji ambaye kila siku maisha yangu
haishi misukosuko. Binadamu yote ambaye ana mafanikio hawezi kukosa misukosuko kwenye maisha yake. Na ndio maana unaona hata kama watu wa nje wanashindwa kukuletea changamoto, basi unashangaa tu mkeo anaanza kutaka talaka. Na wanaume wenye ukwasi ndo wake zao wanaongoza kwa kutaka talaka yani. Wanajua mali watagawana. Siku hizi vijana hawataki kuoa na mmoja kati ya sababu ndo hiyo. Sawa, nimekuja nataka kuona miili ya watu wawili waliovamia hospitali hapa usiku. Alikuwa ameongea kitu ambacho kilikatisha ghafla maongezi yao. Dr. Tabi Ndudi alionyesha uso wa mshangao usiokuwa na kificho. Tukio la kuvamiwa hospitali? Ndio, ina maana hakuna watu waliovamia hapo usiku uliopita? Alikuwa ameongea kwa mshangao. Dr. Tabi Ndudi alibaki kimya kwa sekunde chache kisha akasema kwa sauti ya uhakika, Bwana Magina, kuna sina rekodi yote ile kuhusu tukio kama hilo. Tumekuwa na utulivu usiku kucha. Hakuna taarifa ya uvamizi wala wagonjwa waliovamiwa. Nani ambaye anaweza kuvamia eneo lina ulinzi mkali kama hili? Upo serious? Sasa tunaweza kufanya utani kwenye jambo kubwa kama hilo? Ina maana usiku mzima hapakuwa na tukio lolote lile? Je, hali ni shwari kabisa? Hospitali ina walinzi zaidi ya 60 wenye silaha. Kuna kamera zaidi ya 100 kila kona. Utaniambia tukio litatokea na tukashindwa kuliona kweli? Au nimekosea hospitali? Joji alikuwa ameongea huko anageuka na kutazama mazingira ni kama hakuamini alichokuwa ameambiwa na mganga mkuu wa hospitali hiyo. Hapana, hilo haliwezekani. Tafadhali hebu tupeleke kwenye wodi aliyokuwa amelazwa Monica. Nataka kuona mwenyewe kwa macho yangu. Joji alikuwa ameongea huko anamtazama usoni Dr. Tabi Ndudi. Daktari huyo alikuwa amebaki kimya kwa sekunde kadhaa kabla ya kutoa ishara ndogo kwa muuguzi aliyekuwa karibu yake. Njoni nami, tuhakikishe kila kitu kwa macho yenu wenyewe. Unahisi ninachokuambia sio cha kweli? Twende ukae kama Tomaso. Mganga mkuu alikuwa ameongoza njia kwenda kwenye wodi aliyokuwa amelazwa Monica. Walitembea taratibu wakiongozana. Dr. Tabi Ndudi uso wake ulikuwa umekunjika, macho yake yalikuwa yakichunguza kila kona ya korido ndefu iliyopambwa kwa taa zenye mwanga hafifu. Walifika kwenye korido iliyokuwa inaelekea katika chumba alichokuwa Monica. Palikuwa kimya sana. Korido ilikuwa safi na haikuwa na alama yoyote ile kwamba kulikuwa na ugomvi usiku uliopita. Joji alikuwa ametazama kwa umakini mkubwa akichunguza kama anaweza kuona chochote ambacho kinaweza kumpa kauli ya kuweza kuuliza maswali zaidi. Utulivu wa eneo hilo ulimziba mdomo kabisa. Alifikiria kwa dakika 2 akihisi kuna jambo halipo sawa, lakini kwa mazingira naona jinsi alivyo hakuweza kugundua chochote muda huo. Nilikwambia Mheshimiwa Joji, kila kitu kipo shwari. Hakuna mtu aliyekuwa amevamia usiku. Ulikuwa kawaida sana kama siku nyingine tu. Hivi nani ambaye anaweza kuvamia hospitali yenye ulinzi mkali kama hii? Dr. Tabi Ndudi aliongea kwa kujiamini huku akifungulia mlango Joji aingie ndani ya chumba alichokuwemo Monica. Joji hakujibu chochote kile. Alizungusha pumzi ndefu kisha akamwangalia Joseph Malioka aliyekuwa amesimama nyuma yao. Ndani ya chumba palikuwa na utulivu wa ajabu. Harufu ya dawa ya antiseptic ilikuwa imejaa hewani. Pazia jeupe lilikuwa likining'inia likicheza taratibu kwa upepo wa kiyoyozi. Kitanda cha Monica kilikuwa tupu. Shuka lilikuwa limekunjwa vizuri kana kwamba mgonjwa aliyehama hakuondoka kwa hofu wala haraka. Mashine za kupiga mapigo zilikuwa zimezimwa na bomba la hewa lilikuwa limekunjwa kwa ustadi na kuwekwa pembeni. Joji alisogea taratibu, mikono yake ikatetemeka kwa hasira iliyofichwa. Akainama na kuangalia chini ya kitanda. Hapakuwa na dalili ya kuwepo kwa damu, hakuna nguo zilizochanika, hakuna ishara yote ya vurugu. Unasema kuna tukio lilotokea lakini mgonjwa ameondoka bila ruhusa. Hiyo kwako ni hali ya kawaida? Joji alimuuliza Dr. Tabi Ndudi ambaye alishtuka kidogo na kujichekesha. Ni kweli aliondoka Mheshimiwa. Usiku wanaonekana kupitia lango kuu. Waliwaga walinzi wa zamu na kusema kwamba wanapelekwa sehemu salama. Tukaona haina haja ya kuhoji, tulihisi kwamba ni maagizo kutoka juu. Maagizo kutoka juu? Juu wapi? Wewe ndio juu yenyewe au kuna juu nyingine zaidi yako? Dr. Tabi Ndudi alijibu swali kijanja sana huku akiwa anashusha pumzi taratibu baada ya kubanwa na maswali mawili ya mtu huyo. Joji alikuwa ametikisa kichwa huku akiwa anapiga hatua kusogelea dustbin iliyokuwa liko nyuma ya pazia la dirisha. Alikanyaga mkono wa kufungulia dumu hilo, mfuniko ukafunguka. Ndani yake kulikuwa kuna suti na shati jeupe lilikuwa limechafuka damu. Joji alitabasamu kisha aligeuza shingo kimya. Dr. Tabi Ndudi ambaye hakuonekanika kuwa na wasiwasi. Mmefanikiwa kufuta kila kitu ila mmesahau kuliondoa lidumu hapa, Joji alimwambia Dr. Tabi Ndudi ambaye alishtuka sana kusikia kauli hiyo.
Alisogea haraka aliposimama George na kutupa macho ndani ya dumu la taka. Hakuamini alichokiona. Kimoyomoyo alikuwa amesonya kwa nguvu kutokana na kukasilishwa na uzembe uliokuwa umefanywa na vijana waliopewa kazi. Tunatakiwa kuliongea hili tukiwa wawili. Naomba tukae sehemu tuzungumze mheshimiwa. Dr. Tabi Ndudi aliongea kwa wasiwasi huku akimtazama usoni George ambaye alisimama vile vile akitazama nguo hizo. Iko wapi miili ya mapacha wawili waliotumwa kumua Monica? Kiukweli mpaka sasa sijui itakuwa iko wapi, lakini hili tunaweza kulizungumza mimi na wewe. Joseph mtupishe kwa dakika 10. Nilikuwa nimwambia kijana wake ambaye alitoka kwenye chumba hicho na kuacha wawili hao wazungumze. George alibaki kumtazama usoni Dr. Ndudi, lakini daktari huyo ni kama alikuwa amekosa cha kusema mbele ya macho makali ya Mark Maralicomet. Ni baada ya uongo mwingi sasa, kilichotakiwa kusikilizwa ilikuwa ni ukweli mtupu. Na hapo ndipo palikuwa na ugumu kufanya chake na kusema chote kile. Kwenye ukoo kwangu nilikuwa napenda sana kuandika. Ilitokana na tabia yangu ya kupenda sana kusoma. Baada ya kuwa mtu mzima niligundua kwenye maisha ya mwandishi anavutia sana kama ataandika ukweli kuhusu maumivu wanayopitia jamii yake. Leo nimesema mbele yako kuna kundi kubwa la watu hapo hatarini kupoteza maisha kwa sababu wanapenda kusoma kazi zangu. Sasa ili hicho kitu kisitokee, nipo tayari kuwalinda kwa gharama kubwa sana. Ndio maana umeona Monica yule pale. Nimempa ulinzi daraja la juu kabisa ambalo hata wewe mwenyewe hapo maisha yako hujawahi kuwa nao. Sijafanya hivyo kwa sababu ya kuonesha ubabe wangu, ila nafanya hivyo ili kuonesha namna gani maisha ya mtu mmoja yanaweza kuwa na thamani kubwa. Monica akifa leo, hakuna Monica mwingine ambaye atakuwa kama yeye. Joseph ni msomaji wangu. Natembea naye popote ninapoenda ili kulinda maisha yake. Mke wangu Mama Edo amekufa nikiwa gerezani. Mpaka leo sijawahi kuwa na uwezo wa kumrudisha duniani. Nina pesa na nina kila kitu ambacho mwanaume angetamani kuwa nacho. Lakini sina uwezo wa kufanya chochote ambacho kinaweza kumpa binadamu pumzi ya sekunde moja tu. Sasa niambie iko wapi miili ya hawa mapacha ambao walitumwa kuja kumua Monica? Yeye kaongea kwa kina kisha akampa nafasi daktari huyo na yeye aongee japo kidogo. Dr. Tabi Ndudi alishusha pumzi na kutazama chini. Mimi ni mwanaume mwenzako. Naomba unielewe kwenye hili. Ikitokea nimesema ukweli kuhusu hili, basi niamini mimi nitapoteza kazi leo, kitu ambacho sio kizuri kwenye maisha yangu. Naomba nisamehe kwa sababu siwezi kusema chochote la kufukuka zaidi kuwa ni wapi walipo hao watu wawili. Natamani kwamba ningekuwa kwenye viatu vyako, ila nahisi havinitoshi. Kwa leo naomba tuishie hapa. Wakati mwingine tukionana naweza kuwa nimepata nafasi ya kusema ukweli juu ya kile kilichotokea usiku na yale ambayo yatatokea hapo mbeleni. Umenijibu vizuri sana. Jibu lako limetoa majibu sahihi kwa kila ambacho nilikuwa najiuliza hapo mwanzo. Nadhani hata wewe utakuwa umeshajua ni wakina nani ambao wanaweza kuvamia eneo hili lenye ulinzi mkali kama hili. Siku tukionana tena, itakuwa mwepesi sana kama nitafungua kinywa changu kuzungumza tena. Nikutakia kazi njema Dr. Ndudi. Alikuwa ameongea kwa kiachia tabasamu pana usoni mwake. Dr. Tabi Ndudi alitaka kuongea kitu lakini George akanyosha mkono kumzia aseme kitu. Mwandishi huyo alitoka kwenye chumba hicho akimwacha daktari akiwa amemsindikiza kwa macho. Uzembe mdogo uliofanyika ukaruhusu kubakia kwa dumu la taka ndani ya chumba alichokuwa Monica ulitoa upenyo mkubwa kwa George kujua kuwa hospitali ya Mitelegu ilikuwa na taarifa juu ya kupangwa kwa njama za mauaji ya Monica. Mambo taratibu yalikuwa yanazidi kuwa hadharani. Je, mwandishi George Peter Mazinge atachukua hatua gani baada ya kujua hili? Ngoja tuangalie msikilizaji. George hakusema neno lolote lile. Aliongozana na Joseph Malioka wakitembea kimya kimya. Walifika kwenye maegesho, upepo mkali ulivuma ukawafanya wasimame kwanza. George alikuwa amesimama sekunde chache akitizama anga la asubuhi lilokuwa limejaa mawingu yaliyokuwa yametanda kwa utulivu. Akashika bega la Joseph Malioka na kumwambia kwa sauti ya upole lakini thabiti. Joseph, kwa sasa hivi hakuna sehemu salama tena. Hivi sasa unatakiwa kwenda pale ukakae huko mpaka pale mambo yatakapokuwa sawa. Lakini nahitaji kuwa karibu yako ili kukusaidia kwenye vitu vingi. Msaada uliotoa unatosha sana. Hivi sasa unatakiwa kupumzika. Hapana. Uwezo wa kuwa miongoni mwa vijana wako ninao. Hii ni vita ya kutembea kwenye ukuta mrefu sana ambao una ncha kali. Ukiteleza kidogo tu huo ndio mwisho wa maisha yako. Wanatakiwa kuja kwenye hii vita sio watu wa eneo yako. Weka kando utazame kitakachotokea. Ingia kwenye gari nikupeleke Paris. George alishaamua kumweka kando Joseph Malioka. Na hii ni baada ya kugundua hata hospitali ya Mitelegu
inaweza kuruhusu tukio la mauaji ya msomaji wake. Muda mfupi baadaye walikuwa ndani ya gari. Walianza safari kupitia barabara ndefu ya mitelegu. Ndani ya gari kimya kilitawala. George alijua vita halisi ilikuwa inaanza. Vita ya damu kwenye mapambano ya kutetea damu zisizokuwa na hatia. Hofu ya kupoteza wasomaji wake haikuwa ndoto tena. Ilikuwa ni bayana kama kivuli chake kilichomfuata kila anapoenda. Upande mwingine wa simulizi. Nje ya nyumba ya Robert Mpiki kulikuwa kuna kimya cha ajabu. Ndege waliokuwa wakipiga kelele kwenye miti ya karibu walikuwa wamenyamaza ghafla, kana kwamba walihisi kitu kisichokuwa cha kawaida. Upepo ulipita kwa upole ukicheza na majani yaliyokuwa yameanguka karibu na uzio wa senyenje uliozunguka nyumba hiyo. Ndani ya nyumba mwanga hafifu wa taa moja iliyokuwa koridoni ulimulika mpaka nyumbani. Inspekta Malolo na Afande Kaira walikuwa wamepigwa na butwa kwa kile kilichoonekana mbele ya macho yao. Mwili Robert Mpiki uliolegea ulikuwa umelala sakafuni. Haukuwa na jeraha la damu, lakini shingo yake ilikuwa imepinda kwa namna jinsi isiyokuwa ya kawaida. Mikono yake ilikuwa imekunjika pembeni. Macho yake yakiwa yamefumbwa kama alikuwa amekufa kiusingizi. Inspekta Malolo alichuchumaa taratibu, akapiga goti moja karibu na huo mwili, akanyosha mkono wake wa kulia kagusa shingo ya marehemu. Alihisi joto la mwili kwa mbali, akanyanyua macho yake na kumtizama Kaira. Wamemua muda mfupi tuliopita. Tumechelewa kufika hapa. Inspekta Malolo alikuwa ameongea kwa sauti ya chini kwa kiona utazama mlango aliokuwa ameingilia. Afande Kaira alimtazama kwa umakini kiongozi wake huyo. Uso wake ulionyesha mchanganyiko wa mshangao na hofu. Kitu cha kumkuta dereva taksi ameuawa kwa kuvunjwa shingo ni ishara kuwa kuna watu waliwatangulia kufika hapo. Pia kulikuwa na dalili kuwa muuaji hakuwa mbali sana. Tufanye upekuzi wa haraka kabla hawajaja kufuta kila ushahidi. Inspekta Malolo alikuwa amwambia Afande Kaira, ambaye haraka sana alitoa tochi yake kubwa yenye mwanga mkali na kuanza kupekua chumbani. Waligawana kazi kimya kimya. Inspekta Malolo alikuwa ameanza kukagua makabati makubwa sebuleni, akifungua drawer moja baada ya nyingine, huku sauti za mbao zikisikika zikilia taratibu. Afande Kaira akapekua mabegi yaliyokuwa yako pembeni ya kitanda. Nyumba ilikuwa safi kupita kiasi, kana kwamba mtu alihakikisha hakuna kitu cha kuacha nyuma. Dakika zilisonga taratibu, kimya ukatawala zaidi kuelekea alfajiri. Hatimaye Kaira kavuta karatasi ndogo kutoka kwenye drawer ya meza ya kioo iliyokuwa karibu na ukuta. Karatasi hiyo ilikuwa na maandishi madogo yaliyokuwa yameandikwa kwa mkono. Sedi plus 255 719 400 216. Ilikuwa namba ya simu ambayo Afande Kaira alikuwa amehisi inaweza kuwa msaada mkubwa sana kwao. Nimepata kitu mkuu. Afande Kaira alikuwa ameongea akienda sebuleni alikokuwa mwenzake. Inspekta Malolo alichukua karatasi ile akaisoma mara mbili kisha akaitunza kwenye kimfuko maalum. Wakaendelea kupekua kila mahali, hakuna cha maana alichokipata zaidi ya karatasi hiyo yenye namba. Kaira piga simu kwa namba ya dharura, wape taarifa kuna mauaji yametokea kwenye mtaa. Inspekta Malolo alikuwa amwambia mwenzake baada ya kuona wanapoteza muda. Kaira kama amechukua simu na kupiga namba ya dharura na kutoa taarifa kwa jeshi la polisi juu ya mauaji ya Robert Mpiki. Baada ya taarifa hiyo kufika sehemu husika, walitoka taratibu wakapita karibu na mwili wa Robert Mpiki uliokuwa bado kwenye sakafu. Walitoka nje na kutembea kwa mwendo wa haraka mpaka lilipokuwepo gari lao. Waliingia kwenye gari na kuondoka kwa kasi kwenye mtaa huo kabla polisi hawajafika. Baada ya nusu saa tu ya kukatiza jiji la Dazole, walifika kwenye maegesho ya makao makuu ya jeshi la polisi. Jua lilikuwa limeanza kuchomoza kwa mbali. Miale yake ilipenya kwenye vioo vya ofisi ndani ya ofisi ya upelelezi maalum. Hewa ilikuwa nzito kutokana na vikombe vingi vya kahawa kubaki wazi vikiwa na kahawa kidogo ndani yake. Inspekta Malolo alivua koti lake kisha akakaa kwenye kiti chake, macho yake mekundu kwa uchovu na kutokulala usiku mzima. Alifungua laptop yake taratibu akitarajia kuona mafaili ya uchunguzi aliyokuwa ameandaa usiku kucha, lakini kilichotokea sekunde chache baadaye kilimshtua mpaka akahisi kutetemeka. Hakukuwa na kitu chochote alichokuwa amekiacha pale alipoondoka. Faili zote, picha, ripoti, rekodi za video za barabarani, hata barua pepe, vyote vilikuwa vimefutwa. Kompyuta ilikuwa tupu, kana kwamba haijawahi kutumika hapo kabla. Aligeuza laptop yake akaikagua kama ni yenyewe baada ya kuhisi amefungua laptop ya mtu mwingine. Mikono ilitetemeka kichwani, alihisi kizunguzungu, akaizima na kuiwasha tena. Ni nini hiki? Aliongea mwenyewe huku akihisi joto la mwili wake likimpanda kwa kasi sana. Wakati huo aliona karatasi imebanwa chini ya meza yake, karatasi ndogo ya manjano. Imeandikwa kwa kalamu nyeusi: acha kufuatilia kifo cha Gumbo, utapoteza kila kitu ulicho nacho.
Ujumbe uliishia hapo. Ulikuwa ni mfupi lakini ulitisha kwa namna jinsi ulivyokuwa umewasilishwa. Inspector Malolo alizidi kutetemeka, pumzi zikawa nzito. Alinua macho kumtazama Afande Kaila aliyekuwa kimya kwenye dawati lake. Umepata ujumbe kama huu? Inspector Malolo alimuuliza Afande Kaila ambaye toka ameingia ofisini alikuwa busy na simu yake. Gugumizi hakujua kilitokea wapi. Kila neno alilotaka kutamka lilikuwa linakatika. Afande Kaila kama amefungua laptop yake kwa haraka. Sekunde chache baadaye, uso wake ulijaa mshangao. Chumba kiliingia kimya kizito. Sauti pekee iliyosikika ni tik tak ya saa ya ukutani. Inspector Malolo alishika kichwa chake kwa mikono yote miwili. Alirusha pumzi ndefu. Haiwezekani, yani hadi ndani ya makao makuu ya jeshi la polisi mtu anaweza kufanya alfajiri. Tunamsaliti humo ndani, mtu anayetumiwa na wauaji hao. Na anaonekanika yupo karibu sana na sisi na ndio maana ameweza kujua kile tulichokuwa tunakifanya usiku mzima. Hii ni aibu kwa jeshi la polisi. Au siongee kwa sauti, ushahidi mwingine ninao kwenye flash hapa. Hata kama unao bado watakuja kuwatafuta tena na hivyo ameanza kutupa vitisho. Basi watafuatilia kwa ukaribu ni kitu gani ambacho tunafanya. Tuachane kwanza na hii kesi. Tufanye upelelezi wa chini chini. Tuweze kujua ni nani amehusika na upotevu wa taarifa zetu. Hapana, tutapoteza muda. Tusipomjua mhusika tutapoteza kila kitu. Ni bora tupoteze muda kuliko kupoteza kila kitu. Umetishia kwa hayo maandishi. Unaweza kuyaita maandishi ila hii ni silaha. Mkuu, hatuwezi kuacha ile likaisha hapa kwa wakati huu. Wanataka tutishike lakini tusipofanya chochote kile tutaendelea kupoteza watu zaidi. Cha zaidi tusifanye hii kazi ndani ya ofisi hizi. Tutoke nje tukaendeshe uchunguzi wetu kivyetu. Bado tuna nafasi ya kugusa ukweli. Mimi siwezi kukaa kimya. Siwezi hata kama mtutishia sitaweza kukaa kimya. Unajua nini Kaila? Nimekuwa kwenye jeshi hili kwa zaidi ya miaka 20. Nimeona na nimejifunza vitu vingi sana. Hiki ninachokisema mimi ndio sahihi. Hicho unachokisema wewe kinatokana na uchanga wako kazini. Watu wanaofanya mambo sio magenge walifu. Hawa ni watu walio ndani ya mfumo. Ndio maana wanaweza kuyaweka bayana kwa sababu wanajua mfumo upo utawalinda. Leo hii tulikuwa tu kwa wawili tu ndani lakini kuna mtu ambaye kaingia hapa kaja kufanya haya. Unadhani upo kwenye nafasi sahihi ya kuweza kulitetea vazi la jeshi la polisi? Au umefika mbali sana mkuu. Hata sitetei vazi la jeshi la polisi. Hapa natetea haki ya mtu aliyopokonywa kinguvu. Aliyekufa sio miongoni mwa watu kwenye damu yako. Niamini mimi ndugu wa wiki jana najisikia vibaya sana kuona wauaji wamejiweka hadharani lakini jeshi la polisi halina majibu yote yale. Mimi sitaacha na kama kuna bala ningoja basi likae mbele yangu, sio nyuma yangu. Afande Kaila aliongea kwa akiwa anakusanya vitu vyake mezani. Maneno hayo yalipenya kama upanga kwenye nafsi ya Inspector Malolo. Akamtazama Kaila kwa muda mrefu, akaona kwenye macho yake ni nuru ya ujasiri ambayo yeye mwenyewe alianza kuikosa. Alikuwa ni askari mwenye roho ya kutaka kuona haki inasimama, tofauti na yeye ambaye hofu na mashaka vilikuwa vimeanza kumtafuna taratibu. Baada ya sekunde chache za ukimya, Kaila alimaliza kukusanya mafaili yake machache yaliyobaki, kalamu na daftari ndogo, akaweka kila kitu kwenye mkoba wake wa bega. Najua hutaniunga mkono, mkuu, lakini kuna wakati utu unakuwa mkubwa kuliko amri tunazopewa. Afande Kaila alikuwa ameongea maneno hayo kisha alipiga saluti ndogo. Aligeuka kuelekea mlangoni, akatoka nje. Mlango ukafungwa taratibu ukiacha ukimya mzito zaidi kuliko hapo awali. Inspector Malolo alibaki peke yake ofisini. Aliweka mikono yake kichwani na kainamisha uso wake juu ya meza. Ndani ya kichwa chake kulikuwa kuna sauti nyingi, sauti za uoga, sauti za lawama na sauti moja tu iliyobaki ikimnongoneza. Wako kila mahali. Alinyanyua macho yake akatazama nje kupitia dirisha na akaona askari wakipita nje wakicheka wakibeba mafaili na wengine wakiwa wanapiga saruti. Kama waweze kuingia mna kufuta kila kitu basi hawa watu wanajua kila kitu juu yangu. Wanaweza kuning'oa wakati wote. Inspector Malolo ameongea mwenyewe huko akiwa anaonekana kuchanganyikiwa kutokana na vitu kufuta kwenye kompyuta yake. Kila askari aliyekuwa amemwona alionekana kuwa adui. Hakumwamini mtu yote zaidi ya Kaila ambaye alikuwa naye kwenye boti moja. Nikishindana na hao watu, sio mimi peke yangu nitakayepotea. Acha nimwachie ajaribu. Na mimi acha nijaribu kumtafutia msaada. Alizidi kuongea mwenyewe kwa akiwa anajifuta jasho kwenye paji la uso wake. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake yote ya upelelezi, Inspector Malolo alihisi hana udhibiti wa chochote kile. Basi bwana, jua lilikuwa limepanda mpaka utosini mwa paa za madarasa ya shule ya kimataifa Palzol, moja kati ya taasisi kongwe za elimu nchini Tanzania. Ikiwa ndio shule ya gharama zaidi nchini Tanzania. Ilisifika kwa mazingira bora na elimu ya daraja la juu zaidi iliyopatikana ndani yake.
Ndani ya chumba cha somo namba 6, sauti ya mwalimu Dickson Lembo ilisikika kwa utulivu, ikiendelea kupenya kwenye masikio ya wanafunzi waliokuwa wakimsikiliza kwa makini. Alikuwa amesimama mbele ya ubao mweupe, kalamu ya rangi ya blue mkononi, akichora michoro ya mzunguko wa uchumi wa kidijitali duniani. Mstari mmoja ulikuwa umeunganisha mabenki, masoko ya hisa na mashirika makubwa ya teknolojia. Uchumi wa dunia umegeuka kwa kitu hai kinachopumua kupitia data. Mwalimu huyo alikuwa anaongea kwa akiwatazama wanafunzi wake kwa macho makali. Leo pesa ni si karatasi, bali ni namba. Ni namba zinazotembea kupitia miamara kwa sekunde chache sana. Wanafunzi walikuwa kimya, wengine wakiwa wanasikiliza na wengine wakiwa wanamtazama kwa mshangao. Dickson Lembo alikuwa ni mwalimu mwenye umaarufu mkubwa kwenye jiji la Puzzle. Sio tu kwa elimu yake, bali pia kwa siri nzito zilizokuwa zimemzunguka. Wengi waliamini alikuwa na maisha mengine nje ya ualimu, maisha ambayo hayakujadiliwa kabisa ndani ya kuta za shule hiyo. Akiwa anakaribia kumaliza somo, simu yake ikatetemeka kimya kimya. Alitazama kwa haraka kioo cha skrini yake. Jina lilionekana lilimfanya moyo wake kusimama kwa sekunde chache. Alinyamaza, akavuta pumzi ndefu, kisha akaangalia darasa lote. Okay, mpaka hapo inatosha kwa leo. Kesho tutamaliza matuto ya madai. Mwalimu alikatisha kipindi ghafla na kuacha wanafunzi kwenye sintofahamu. Alitoka darasani taratibu, miguu yake ikitoa sauti hafifu sakafuni kutokana na viatu vyake kugonga barumalu. Alijua simu hiyo haikuwa ya kawaida. Mpigaji huyo hakuwahi kumpigia bila sababu za msingi. Alitembea mpaka kwenye ukuta wa nyuma wa jengo, eneo lenye miti mirefu na miembe, ndipo alipopokea simu hiyo. Sauti nzito ya kiume ilisikika kutoka upande wa pili wa simu. Piko piko, kuna balaa jipya limeingia mjini. Mwalimu alikuwa ameitwa jina lake la siri. Aliguna mara mbili ili kuweka koo lake sawa. Balaa gani? Texio ameingia mjini usiku wa kuamkia leo. Texio? Ndio. Amerejea nyumbani baada ya miaka 7. Bila shaka amevutwa na video inayosambaa mtandaoni. Na nina uhakika amekuja baada ya simu ya yule mshenzi. Texio ni nani? Ni balaa jipya mjini. Una maana gani kumuita balaa? Hana definition nyingine. Yaani hiyo ndio inamfaa. Unajua ni mwiko kwetu kusikia maneno kama hayo. Sasa nitumie taarifa zake zote, kila kitu kuhusu yeye. Baada ya masaa 48 nitakupigia tena, tuone unataka ukute mwili wake sehemu gani. Piko piko, Texio sio mtu aina hiyo wewe. Usijaribu kumzungumzia kama namjua. Huyu sio mmoja wale wanaojificha nyuma majina ya kelele. Yeye anaishi hadharani na ni balaa. Nitumie taarifa. Mwalimu Dickson Lembo alikata simu, akionekana kuchukizwa na kitendo cha mtu aliyempigia simu kumsifia mtu anaitwa Texio. Texio nani bwana? Aise, yani sasa tuone nani ambaye ataishi baada ya masaa 48. Alitabasamu kwa kebehi, kisha kama amesonya kwa nguvu. Mwalimu Dickson Lembo aliamini Texio hawezi kuishi baada ya masaa 78 toka alipokuwa amesikia jina la mtu huyo kwa mara ya kwanza. Alitaka apewe taarifa zake tu, alafu baada ya hapo achague ni wapi wa ukute mwili wa mtu huyo. Kweli usilolijua. Haya, ngoja tuangalie msikilizaji. Ngoja tuangalie muziki unavyokwenda kukolea. Upepo baridi ulipuliza kwa utulivu ukitikisa majani ya mitende iliyopandwa kando ya barabara kuu ya mtaa wa Kisanda Avenue, eneo ambalo shule ya kimataifa ya Puzzle ilikuwa imejengwa. Mwalimu Dickson Lembo, ambaye wanafunzi wake walimuita Salembo kwa heshima, alitoka darasani akiwa amevalia suti ya kijivu iliyomkasa wa sawa. Uso wake haukuwa na tabasamu kama kawaida. Ulikuwa umefunikwa na wingu la mawazo mazito. Macho yake yalikuwa yamejaa tahadhari na akili yake ilikuwa inaonekana kuwa mbali zaidi ya hapo alipo. Simu yake aliyoipokea darasani ilikuwa imetibua siku yake kabisa. Alienda moja kwa moja kwenye maegesho ya walimu, akifungua kifaa chake cha keyless ignition, na gari lake aina ya Toyota Land Cruiser VXR likajibu kwa sauti ya utulivu wa engine. Bila hata kuwatizama walinzi waliokuwa wamemsalimia, aliondoa gari lake taratibu, akapinda kulia, akaelekea mtaa wa Mbesa, sehemu tulivu na yenye ulinzi mkali ndani ya jiji la Puzzle. Barabara ilikuwa safi, magari machache yalipishana nayo, lakini ndani ya kichwa cha Lembo kulikuwa na kelele nyingi sana. Sauti ya mtu aliyempigia simu ilijirudia kichwani mwake tena. Balaa jipya limeingia mjini. Alitikisa kichwa kwa muda mfupi, akishusha pumzi ndefu, kisha akatabasamu kwa dharau. Texio, dunia inachekesha sana. Mwalimu Lembo alikuwa amejisemea kimya kimya huko anaendesha gari kwa mwendo wa haraka. Baada ya dakika 13 alifika nyumbani kwake. Ni nyumba ya ghorofa moja ya kisasa yenye rangi ya kijivu iliyopambwa kwa vioo vikubwa vinavyoreflect mwanga wa jua. Uzi wake ulikuwa umefunikwa na kamera sensors kila upande, na geti lake lifunguka lenyewe baada ya kutambua namba ya gari lake.
Gari lilikuwa limeingia taratibu ndani ya gereji ndogo, mlango wa chumba ukafungwa kimya kimya. Nyuma yake Lembo alikuwa ameshuka akiwa ameshika mkoba wake mweusi wa ngozi, macho yake akiwa yanazunguka kuhakikisha kila kitu kiko sawa kabla hajaingia ndani. Alitembea haraka kuelekea ndani, akapita sebule yenye viti vya ngozi vilivyokuwa vimepangwa vizuri. Hakukuwa na mtu yote ndani ya nyumba. Aliingia chumbani kwake, alifunga mlango kwa funguo mara 3 kisha kama ziacha zikining'inia mlangoni. Ndani ya chumba hicho kulikuwa kuna televisheni kubwa ukutani iliyokuwa imeunganishwa moja kwa moja na CCTV zake zaidi ya 20 zikizunguka nje ya nyumba. Kwa haraka alibonyeza remote ndogo mkononi, TV ikawaka. Iligawanyika vipande 4 ikionyesha mitaa ya Mbesa kutoka pande zote. Upande wa mbele, nyuma, kulia na kushoto. Kamera hizo zilikuwa zinaonyesha paka waliokuwa wanapita juu ya uzio. Rembo alitulia sekunde chache, macho yake yakitizama kwenye skrini. Baada ya kuridhika kuwa hakuna mtu anayemfuatilia, alisogea hadi kwenye sanduku kubwa la chuma lililokuwa liko pembeni ya kabati lake. Sanduku hilo lilikuwa na nambari 4 za siri. Aliziingiza kwa haraka. Bipu ndogo ikasikika kisha kifaa kikafunguka kwa mlio wa click. Ndani yake kulikuwa kuna bahasha nyeusi yenye bastora 2. Moja ndogo ya SIG Saul, nyingine ilikuwa ni Glock iliyokuwa imefungwa silencer. Pia kulikuwa na laptop ndogo ya kijivu yenye alama ya Delta Tech Security System. Ni kifaa kisichoweza kudukuliwa kirahisi. Alitoa bastola zote 2 akazikagua moja baada ya nyingine. Akapiga slide mara 2 kuhakikisha kwamba risasi zipo. Kisha kama zipangilia juu ya meza yake kwa usahihi sana. Baada ya hapo akaiweka laptop juu ya kitanda. Akaiingiza flash yake maalum yenye nembo ya P. Ni kifaa alichokizoea kukitumia katika operesheni zake za siri. Laptop iliwaka. Alisubiri kwa dakika chache kisha amefungua mfumo wake wa siri kwa kuingiza msimbo 3 ya usalama. Gerard Himbwa Texiela classified entry. Ulikuwa ni ujumbe wa kwanza kwenye kioo cha kompyuta yake. Alikaa kimya kisha amesogea karibu na skrini huku macho yake yakikodoa na kuanza kusoma. Umri miaka 51. Uraia Tanzania. Aina operative wa zamani wa idara maalum ya usalama wa taifa DSU. Jina la utani TXO, the execution operator. Sababu ya kufuatiliwa, kurejea Dadhuri baada ya miaka 11 ya ukimya. Maelezo ya juu yalikuwa yamemshangaza Mwalimu Lembo na kujikuta akiwa anarudia kusoma. Ghafla katabasamu, kicheko chembamba kilisikia kutoka chumbani. Miaka 51. Huyu ndiye balaa jipya. Huyu mzee wa kutembelea mkongojo. Acha kabisa. Alikuwa ameongea kwa sauti ndogo, akicheka kwa dharau na kupiga makofi kama wanawake wanaopiga umbea. Akalala kitini akacheka pekee kwa sekunde kadhaa. Sauti yake ikavunja utulivu wa chumba hicho cha siri. Baada ya kicheko chake cha dharau kupotea taratibu ndani ya chumba hicho, Mwalimu Dickson Lembo alijikuta kimya kirefu kikiwa mfunika. Uso wake ulikuwa umeanza kubadilika kadri alivyokuwa amezidi kuyasoma maneno yaliyokuwa yakijitokeza kwenye kioo cha laptop yake. TXO, daktari wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWT. Daktari wa jeshi? Asa anafanya nini kwenye orodha ya watu hatari? Alijibu swali kinyonge huko anajifuta jasho kwenye paji la uso wake. Aligonga enter kwa upole na ukurasa mwingine ukaendelea kufunguka. Hapo ndipo taarifa zikaanza kuibuka kama mawimbi ya bahari. TXO, komando wa kikosi maalum cha Koboko. Uwezo, mkufunzi wa vita vya karibu, mbinu za kusoma akili ya adui na mtaalamu wa tiba ya jeraha la vita. Rekodi, komando pekee aliyewahi kupita vya udhibiti wa mwili na akili kwa 100%. Tuzo, medali ya shujaa wa taifa kwa operation ya Chikumbu, 13 Machi miaka 15 iliyopita. Rembo alipigwa na butwa, mdomo ukabaki wazi, akajikuta akiwa hamini anachokisoma. Inawezekana mtu akawa daktari na kwa wakati huo akawa ni komando wa Koboko. Na kama kweli alikuwa ndani ya kikosi hicho, kwa nini serikali imenyamaza kimya kuhusu jina lake? Au ana uhusiano na wale waliotoweka kwenye operation ya Bahari Nyeusi? Alijiuliza maswali mfululizo huku akitazama pembeni na kushindwa kuelewa kama taarifa hizo zote ni za mtu mmoja. TXO ndo daktari aliyekuwa amehusika kugundua skendo kubwa ya Wizara ya Afya, uingizwaji wa vifaa tiba feki na dawa zilizo chini ya viwango nchini Tanzania miaka 12 iliyopita. Aliposoma alijikuta akiwa anavutiwa zaidi. TXO ndiye ambaye alikuwa yuko nyuma ya uchunguzi uliokuwa umetikisa serikali miaka 12 iliyopita, uchunguzi uliosababisha vifo vya viongozi kadhaa na kufukuzwa kazi kwa mawaziri wawili. Alinuka na kwenda kwenye friji dogo lilokuwa liko ndani ya chumba hicho, akafungua na kutoa chupa moja hivi ya pombe kali.
Alichukua glasi ndogo akamimina pombe hiyo kwenye glasi mbili kisha akarudi kwenye kompyuta yake. Ukweli wa sakata hili uliwekwa bayana kupitia kitabu cha mwandishi Mark Conant kinachoitwa Hayawezi Kutokea Nchini Kwetu. TXO na Mark Conant walishirikiana kuandika ukweli wa vifaa tiba bandia vilivyoingizwa na serikali kupitia kampuni ya hewa iliyokuwa inamilikiwa na watu wenye mamlaka makubwa. Kitendo hicho kilisababisha maelfu ya watu kupoteza maisha kutokana na matibabu ya kiwango cha chini. Mpaka hapo Mwalimu Lembo alijikuta akiwa anashika kichwa chake kwa mikono miwili. Huyu TXO ni hatari zaidi nilivyodhani, alisema kwa sauti ya chini akihisi ngozi yake ikisisimka kwa namna isiyo kawaida. Alisogea mbele ya laptop yake akaanza kuandika misimbo mipya kwenye programu za siri. Wakati huo kamera za nje zikaonesha mtu akipita barabarani kwa mwendo wa taratibu. Alikuwa amevaa koti jeusi na kofia kubwa iliyofunika uso wake, lakini Mwalimu Lembo hakuona. Alikuwa amezama ndani kabisa ya taarifa za TXO. Chumba cha Mwalimu Dickson Lembo kinaendelea kuwa kimya. Alizama kwenye taarifa hizo za mtu huyo. TXO na Mark Conant walimuua kila mtu aliyehusika kwenye dhambi hiyo ya kuingiza vifaa tiba feki na dawa sio zilizo chini ya kiwango. Serikali na mamlaka zote za usalama na vyombo vya sheria vilishindwa kuwazuia wawili hao mpaka walipotimiza azma yao. Waziri wa afya kwa wakati huo alipotea siku 4 baada ya jina lake kuhusishwa na sakata hilo. Mwili wake haukupatikana hadi leo. Mkurugenzi wa bohari ya dawa alikufa kwa kupigwa risasi kichwani ndani ya gari lake binafsi. Afisa usalama wa ndani aliyejaribu kuficha nyaraka alijikuta akiuawa kwa kuchomwa kisu ndani ya nyumba yake usiku wa manane. Mwalimu Lembo alihisi mikono yake ikiwa inaanza kumtetemeka taratibu. Wameua wote hawa na serikali ikashindwa kufanya chochote kile. Kwani nchi hii kuua sio kesi? Mwalimu huyo alikuwa anazidi kujiuliza maswali kila alipokuwa anazidi kusoma taarifa hiyo. Taarifa zikaendelea kusogea mbele, sasa zikiwa zimeambatana na maelezo ya kushangaza zaidi. Serikali ya Tanzania kushirikiana na usalama wa taifa ilianzisha operesheni ya asili ya kuwakamata TXO na Mark Conant. Operesheni hiyo ilihusisha maafisa 46 wa jeshi na 12 wa usalama wa ndani na baadhi ya askari wa kikosi cha anga. Hata hivyo, ndani ya siku 3 wote walikuwa wameuawa au kupotea. Alisoma hili lilimtisha sana. Jeshi lilikuwa linatilika taratibu kutoka kwenye paji la uso wake. Alishuka kwenye mashavu yake na kuhamishia kwenye kola la shati. Halikuwa jasho la joto bali jasho la mtu aliyegundua ameingia kwenye vita isiyokuwa rahisi. Nilicheka mamba wa mtu ambao anatakiwa kuvuka. Aliingia moyo akibofya kitufe cha mwisho cha ukurasa. Picha zikaibuka za mtu mmoja amevaa koti la kijeshi, mikono yake ikiwa imefunikwa kwa glovu nyeusi, macho yake yakiwa makali. Lakini utulivu wake ulionyesha akili ya mtu asiyeishi kwa hasira bali kwa nidhamu. Video fupi ikacheza. TXO anaonekana akipigana kwenye mafunzo ya kijeshi. TXO ni mpiganaji mwenye mapigo ya kifo. Wapiganaji wengine huleta maumivu, lakini TXO huleta mwisho. Mwalimu Lembo akahisi kwa mara ya kwanza ndani ya moyo wake kitu ambacho hakuwahi kabisa ukihisi kwa miaka mingi. Ni ile hofu ya mtu asiyejulikana. Alianza kwa kicheko, lakini hivi sasa aliogopa hata kulitaja jina la mtu huyo. Alifunika laptop yake kisha itupa kitandani akilala chali. Mawazo yalimpeleka mbali akiwaza idadi ya watu waliopotea walipojaribu kupambana na TXO. Basi bwana. Upande mwingine wa simulizi. Jua lilikuwa limeanza kuzama upande wa magharibi mwa Paris. Hewa ilikuwa tulivu, lakini ndani yake kulihisiwa uzito wa heshima isiyoelezeka. Uzito wa jina moja tulilokuwa linarudiwa mitaani, kwenye maduka, sokoni na hata katika migawa ya mji huo mdogo wenye historia kubwa. Mark Conant amerudi Paris. Kama ndoto, taarifa hiyo ilitanda kila kona eneo hilo, ikapenya hadi ndani ya nyumba za watu. Watu walitoka kwa makundi wakiacha kazi zao na wengine wakiwa bado wamevalia mavazi ya kazi yao ya ufundi seremala. Wengine mavumbi yalionekanika kwenye uso, wote wakaelekea upande mmoja tu, ni nyumbani kwa Genesis Conant, kiongozi mkuu wa Paris na mtoto wa shujaa Mark Conant. Kwenye barabara ya changalawe, gari jeupe aina Land Cruiser V8 liliingia taratibu likiacha wingu dogo la vumbi. Waliposhuka walipokelewa kwa heshima ya kifarume. Wanaume wakapiga makofi, wanawake wakapiga vigelegele kwa furaha na watoto wakakimbia mbele wakipiga kelele kwa furaha. Mark Conant alitabasamu. Tabasamu tulivu lililobeba uzito wa miaka mingi ya mapambano, kifungo na historia.
Alipowainamia watoto wale na kuwagusa vichwani, kila mzazi alihisi kana kwamba baraka imetua nyumbani kwake. Wengine walilia kimya kimya, wakikumbuka namna mzee huyo alivyoongoza Pali kuwa sehemu salama miaka ya nyuma kabla hajafungwa kwa makosa ya kisiasa. Joseph Malioka alisema pembeni akitazama kwa mshangao mkubwa sana. Hivi watu hao wote wanamwamini hivi? Alijiuliza kimoyomoyo, wake na shangana na jinsi watu hao walivyokuwa kimkumbatia mtu huyo kwa furaha kweli kweli. Usishangae, huyu ndio mtu aliyewajengea shule, hospitali, akawaletea umeme na maji safi, wakati serikali haikuamini kama Pali inaweza kujitegemea. Baba yangu aliyafanya yote kwa vitendo na sio ahadi kama wanavyofanya wanasiasa waongo. Jenesa kaongea na kumfanya Joseph Malioka abaki kudua. Alimtizama George akimaliza kuwabariki watoto wale, kisha akainua mikono juu na kusema, "Ndeni kazini watoto wa Pali. Ninyi ndio tumaini la nchi na mimi nimefurahi kuona tena." Uwanja mzima ukalipuka kwa vigelegele vya furaha. Baada ya muda watu wakaanza kutawanyika taratibu, wakiondoka wageuka mara kwa mara kumtazama shujaa wao. Mitakarejea katika utulivu, jua likazidi kutoweka taratibu. George na Genesis wakajitenga kando ya nyumba, wakielekea eneo la bustani kubwa yenye viti vya mbao. Upepo wa jioni ulivuma taratibu na kuleta harufu ya maua yaliyokuwa yamechanua. Miaka mingi iliyopita uliponileta Pali kwa mara ya kwanza, nilihisi ni eneo ambalo litatupotezea muda na mali ulizokuwa umezipata kwa shida. Nadhani ndio kipindi ambacho nilikuwa chini sana kwenye uwezo wangu wa kufikiria. Jenisa alikuwa ameongea huku macho yake yakiwa na tizama mbele. Mark mimi nilikuwa nilichatabasamu pana. Nikikuona wewe huaga ndo najiona nimezeeka. Kila ninapofikiria nimekuona ukikuwa toka ulipokuwa mdogo kabisa mpaka sasa hivi, napata hisia kweli nipo kwenye siku zangu za mwisho hapa duniani. Nashukuru umechukua kila nilichokuwa nacho na kila nilichotamani ni ukipata kutoka kwangu. Kama Maedo angelikuwepo leo, basi naamini angelikuwa na furaha zaidi yangu mimi. Kwenye nchi yote ya Tanzania hakuna eneo lenye thamani kubwa kama Pali. Sio kwa sababu limeweza kujitegemea, ila ni kwa sababu lina watu wenye furaha. Huko nje mambo sio mepesi. Huko nje watu wanateseka sana. Mara zote umekuwa na hekima unapozungumza. Natamani na mimi niwe hivyo kwenye siku zangu za uzee. Itatokana na idadi ya vitabu utakavyosoma. Niliposikia unakuja, nilijua kuna jambo kubwa. Wewe hujaja Pali kwa muda mrefu sana. Kuna nini? Kabla sijasema, leo nimeambiwa kuwa mjukuu wangu anapigana leo usiku katika ukumbi wa Ndago. Ni ya kweli hayo? Yaani kweli baba kijana yupo tayari? Amepitia mafunzo makali na anapiga kwa mkono wa kushoto sio kawaida. Hilo ni jambo la faraja. Nilianza mimi kisha wewe na sasa yeye. Nitatulia kumtizama nikiwa niko nyumbani. Asa niambie baba, niki mkuleta hadi huko? Edo, nimepokea tishio la kifo. Tishio? La kutoka nani? Tishio la kifo kwa wasomaji wa kazi zangu na sio tishio la maneno. Mwanangu, tayari mmoja kati yao ameuawa kikatili sana. Namba zaidi video ya mauaji imesambaa kwenye mtandao wa desk. Watu wote nchini wameiona, ikiwa na maelezo kwamba watafanya hivyo kwa kila anayesoma kazi zangu. Wakati nilipokuwa nimefika hapo alikuwa ameweka kituo kwa akiwa anatizama pembeni. Genesis alihisi hajasikia ulichoambiwa. Hilo ni jambo zito sana kwako. Najua namna jinsi unavyowapenda wasomaji wako. Ndio maana nipo hapa muda huu. Nataka kurudi ndani ya Black House. Sawa, niambie nataka tufanye nini basi? Nataka tujenge ukuta wa mauaji. Ukuta wa mauaji nini? Jenesa kauliza swali huku akiwa anajiweka sawa kumsikiliza zaidi baba yake. Mike Brand Connect alishia pumzi ndefu kisha alikata alikumuuliza kijana wake nini maana ya ukuta wa mauaji. Na kwa nini wanatakiwa kurudi ndani ya Black House kwenda kujenga ukuta huo? Msikilizaji, sehemu hii hapa ya 3 ya simulizi yetu. Hiyo ukuta wa mauaji ndio unaishia hapa. Sehemu inayofuata tukutane hapo, itakuwa ni sehemu ya 4 ya ukuta wa mauaji, tupate kujua anamaanisha nini au ukuta wa mauaji unamaanisha kitu gani. Mark yuko tayari kutuambia. Director wewe niko nyuma ya mic kutoka Simulizi Max. Joji Daktari SR kwenye Karam. YouTube channel Simulizi Max, WhatsApp 0677 062 012. Huko unapata simulizi zetu kwa haraka zaidi bila kusubiri. Tukutane katika sehemu ya 4 kujua nini kinaendelea. Bye bye.
Karibu msikilizaji katika sehemu ya 4 ya simulizi yetu tamu inayokwenda kwa jina la Ukuta wa Mauaji, Murder War. Katika sehemu tulikuwa tumeishia pale ambapo Mark Mirren Connett, yani George Peter Mazinga, alikuwa amekwenda pale kwenda kukutana na mwanae ambaye huyo alikuwa anaiongoza pale kwa sasa. Sasa niambie baba, nini kimekuleta hadi huko? Edo, nimepokea tishio la kifo. Tishio la kutoka kwa nani? Ni tishio la kifo kwa wasomaji wa kazi zangu na sio tishio la maneno. Mwanangu, tayari mmoja kati yao ameshauawa kikatili sana. Na mbaya zaidi, video za mauaji yake imesambaa kwenye mtandao wa Desk. Watu wote nchini wameiona, ikiwa na maelezo ya kwamba watafanya hivyo kwa kila atakayesoma kazi zangu. Makibani Connett alipokuwa amefika hapa alikuwa ameweka kituo huko akiwa anatazama pembeni. Genesis alihisi hajasikia vizuri alichoambiwa. Hilo ni jambo zito sana kwako. Najua namna jinsi unavyowapenda wasomaji wako. Na hilo ndio maana nipo hapa muda huu. Nataka kurudi ndani ya Black House. Sawa, ni bora nataka tufanye nini basi? Nataka tujenge ukuta wa mauaji. Ukuta wa mauaji nini? Genesis swali kwa kanajiweka sawa kumsikiliza zaidi baba yake. Mark Mirren Connett alishusha pumzi ndefu kisha akamekata hadi kuelezea kijana wake ni nini maana ya ukuta wa mauaji na kwa nini wanatakiwa kurudi ndani ya Black House kwenda kujenga ukuta huo. Tutapata majibu ya maswali yao msikilizaji katika sehemu hii hapa ya 4. George Daktari Sarando Mtunzi, director ni kutoka Simulizi Mix, ambaye anakusimulia YouTube channel Simulizi Mix. WhatsApp 0677062012 na kunaweza kuipata simulizi mpaka mwisho bila kusubiri. Tunaendelea na simulizi yetu Ukuta wa Mauaji tukiwa tuko sehemu ya 4. Papa John aliendelea kuvuma taratibu ukicheza kwenye majani ya bustani ya nyumbani kwa Genesis Connett. Huku anga ikibadilika rangi kutoka dhahabu ya jua kuzama hadi mweusi wa usiku unaoingia taratibu. Muda huo George na mwanae Genesis bado walikuwa wamekaa kimya kwenye viti vya mbao bustanini. Kila mmoja alikuwa amezama kwenye mawazo yake, wakitafakari maneno mazito aliyokuwa ametamkwa dakika chache zilizopita. Ukuta wa Mauaji sio jina la vitisho. Ni kikosi maalum kitakachofanya kazi usiku na mchana kuhakikisha maisha ya wasomaji wangu yanakuwa salama. Sitaki kuona damu yao ikiwa inamwagika kwa sababu ya kile tulichokifanya miaka mingi iliyopita. Hawa wanaotaka kufanya haya mauaji ni watu ambao wana kisasi na mimi. Na sasa wameona waumizi wasomaji wangu kwa sababu ndio eneo pekee kwenye mwili wangu ambalo lina udhaifu mkubwa. Nahitaji ukuta mzito ambao utawazuia kusonga mbele. Umenielewa? Makibara alikuwa kumaliza kuelezea kwa kuuliza swali. Genesis akatikisa kichwa chake kuonesha ishara ya kukubali kwamba ameelewa. Na kikosi hicho kitaundwa na sisi wa Black House au utaleta watu wapya? Asitaki kuwasumbua vijana wa Black House kwa sasa hivi. Wamefanya kazi kubwa sana huko nyuma. Wengi wao sasa wana familia, wana watoto na wanaowasubiri kurudi nyumbani kila jioni. Sioni busara kuwarudisha tena vitani. Baba, hiyo kazi haitaki watu wapya ndani ya Black House. Hii sio kazi ya majaribio. Ukijaribu kuunda kikosi kipya, ujue kabisa utapoteza maisha ya wasomaji wengi sana. Wapya hawatakuwa na uwezo unaohitajika kupambana na kivuli cha kifo. Nilikuwa nachokisema, lakini si sawa kuwatenganisha watu na familia zao hivi sasa, baada ya miaka yote ya amani na utulivu. Eneo letuambia kwamba hakuna jambo zuri zaidi duniani kama kulinda maisha ya mtu asiyeweza kujilinda mwenyewe. Ulitufundisha hivyo baba. Leo hii hutaki tuziache familia zetu tukafanya jambo zuri zaidi? Genesis alikuwa anazidi kumuuliza maswali magumu Makibara Connett, ambaye na yeye alichekecha akili yake mara zote ili kupata jibu sahihi. Ni kweli nilifundisha hivyo, lakini nyakati zinabadilika mwanangu. Sasa kila mmoja ana mizizi yake, ana watoto wake na ana ndoto zake. Wote na familia kasoro mmoja tu, yule aliyegoma kuoa wala kupata mtoto. Hata wenye familia wako tayari, wapo tayari kupigana kwa ajili ya jina lako, kwa ajili ya heshima ya Black House na kwa ajili ya maisha ya wasomaji wako. Genesis amejibu akionyesha kusisitiza umuhimu wao kushiriki kwenye vita iliyopo hapo mbeleni. Basi utasubiri kwanza nizungumze na jambo hili na TXO. Baada ya mazungumzo hayo, nitajua kama nitajenga ukuta wa mauaji kwa kutumia tofali za zamani au tofali mpya. Genesis hakujibu chochote kile. Alimwangalia babake kwa sekunde kadhaa kisha ameinamisha kichwa kwa ishara ya heshima. Wote wale wakawa wameinuka wakianza kutembea kuelekea upande wa pili wa makazi hayo, ambapo mwanga mkali wa taa ulionekana kwenda juu. Ni mwanga uliokuwa unatoka kwenye ukumbi wa Ndago. Ndago sio ukumbi tu wa mapigano, ila ni kitovu cha utamaduni wa watu wa pale.
Jamii hiyo ambayo inaamini sanaa ya mapigano ni moja kati ya vitu vya msingi ambavyo mtu yoyote ule anatakiwa kujifunza. Ndago ilikuwa ni sehemu ambayo watoto walipelekwa wakiwa wadogo na kujifunza mambo mengi kuhusu shujaa wa Pali ambaye ni mwandishi George Peter Mazingi na familia yake. Makimonikondi alikuwa ametembea taratibu huku mikono yake ikiwa iko mfukoni. Alitazama anga lililokuwa limejaa nyota. Pembeni yake Janice alikuwa ametembea kimya kimya akitafakari uzito wa maneno ya baba yake. Walipokaribia ukumbi wa Ndago, walisimama nje ya ukumbi huo ambao hivi sasa ulikuwa umejengwa na kuwa kisasa sana. Ndani ya ukumbi huo kulikuwa na historia kubwa. George alipigana hapo kwa mara ya kwanza zaidi ya miaka 30 iliyopita. Baadaye mwanae Janice akapigana hapo. Usiku huo damu ya ukoo huo ilikuwa inajiandaa tena kupanda ulingoni kupambana, hivi sasa ikiwa ni zamu ya Gerard, mjukuu wa George. Huu ni zaidi jukwaa la mapigano. Ni kaburi la woga na uwanja wa heshima. Kila anayeingia ulingoni lazima aamue ama anaishi kwa heshima au anakufa kwa kupigania nafasi yake. Kwa mara ya kwanza nililetwa hapa na rafiki yangu ambaye aliniaminisha kuwa nikishinda kwenye ulingo huu basi nitashinda vitu vingi sana huko mbeleni. Alikuwa sahihi. Baada ya usiku mgumu zaidi kwenye maisha yangu, nilishinda kila kitu kwenye maisha yangu ya ujana. Nadhani hivi sasa ni zamu ya Gerard kupita kwenye nyao zangu. Ana miaka mingapi hivi sasa? Ana miaka 17. Ni mapema sana, lakini hivi sasa ndio wakati sahihi wa yeye wa kuanza kuichonga njia yake. Utamwambia babu atakuwa nyumbani ameketi na kutazama moja kwa moja. Muda huu acha nikaona na texio. Asante sana kwa mawazo yako. Utamwambia Gonza kazi inakaribia kuanza, hivyo aanze kufanya mazoezi ili kupunguza kitambi chake kile. Samko. Janice alikuwa ameongea kwa na inama na kutoa heshima tena mbele ya baba yake. Makimonikondi hakugeuka. Aliondoka kwa hatua ndefu akiwa ameweka mikono mfukoni. Basi bwana, asubuhi ilianza kwa upepo uliokuwa unavuma taratibu na kupenya kupitia pazia jeupe la dirisha. Jua lilokuwa bado halijapanda vyema, lakini mwanga wake hafifu ulikuwa umeweza kupiga ukuta wa chumba cha Mwalimu Dickson Lembo. Taswira ya mwanaume mwenye mwili uliojengeka kwa mazoezi, utulivu na siri nyingi moyoni ulikuwa uko juu ya kitanda kikubwa cha 6x6. Saa yake ya mezani ililia taratibu, ishara ya mwanzo wa siku mpya yenye majukumu makubwa. Alijinyanyua kwa utaratibu, akanyosha mikono yake juu, kisha akavuta pumzi ndefu kama alikuwa anafanya zoezi la. Alishuka kitandani kama amesogea pembeni ya kitanda na kupiga push-ups 200. Baada ya kuelekea bafuni na ndani ya dakika chache alishamaliza kuoga na alikuwa amevaa suti nyeusi iliyokuwa imemkaa sawa sawa mwilini. Miwani yake ya macho ilimfanya kupungua kwa muonekano wenye kuweza kumpa mtu wasiwasi. Kilikuwa ni kitu cha mwisho kukitundika mwilini. Alijitazama kwenye kioo, sura ya mtu asiyeweza kusomeka kwa urahisi, mtu wa kazi kubwa, mtu wa usiri, ndivyo alivyojiona. Alipiga ishara ya msalaba kisha akatoka chumbani huko akipiga mruzi unaotoa melodi ya wimbo wa taifa. Alibeba begi lake jeusi la mgongoni, begi lililoonekana kuwa na kawaida, lakini ndani yake kulikuwa kuna kila kitu cha kumsaidia kwenye kazi yake. Alipotoka nje, upepo mdogo wa asubuhi ulipuliza kwa utulivu kicheza na mikunjo ya suti yake. Akaingia ndani ya gari lake aina Land Cruiser VX. Kabla hajawasha gari, alitoa simu mfukoni na kupiga namba 1 ya siri. Ndio mwalimu. Sauti nzito ya mwanaume ikasikika kutoka upande wa pili wa simu hiyo. Mwalimu akaweka begi pembeni kisha akasema kwa sauti ya upole iliyojaa mamlaka. Naondoka Pazole sasa. Naelekea Drazole. Fuata gari kwenye kituo cha treni ya umeme. Ujumbe umefika. Ilisikika sauti ile kujibu kwa heshima bila kuongeza neno. Alikata simu akashusha kioo cha gari na kuangalia anga lililokuwa linabadilika rangi taratibu. Kwa dakika chache tu aliwaza kazi iliyokuwa mbele yake, kazi ambayo ilihitaji akili ya mbwa mwitu na moyo wa simba. Kisha kawasha injini. Akaondoka taratibu kutoka kwenye nyumba yake na kuelekea station ya treni za umeme ya Pazole. Safari ya nusu saa ilimfikisha kwenye kituo hicho. Akaacha gari kwenye sehemu maalum ya maegesho ya wasafiri kisha kalifunga kwa mfumo wa kidijitali. Alitembea kuelekea eneo la kukatia tiketi, macho yake akiwa ni kwa makini sana, kama mtu aliyekuwa anajua anachunguzwa kila kona. Alinunua tiketi yake akaenda kukaa kimya sehemu ya kusubiri, akifuatilia kwa macho kila aliyekuwa anaingia na kutoka kwenye eneo hilo. Dakika zikaendelea kuhesabiwa taratibu hadi baada ya saa 1:15 treni ikawasili ikitoa sauti kali ya kishindo. Watu wakaanza kuingia, wengine kwa haraka, wengine kwa utulivu wa wasafiri waliozoea mfumo huu wa kisasa. Rembo akaingia ndani ya treni akiwa ametulia. Akaketi kwenye kiti cha upande wa kushoto karibu na dirisha.
Begi lake lilikuwa liko chini ya miguu yake. Mawazo yakaanza kumchukua taratibu. Kichwa chake kilikuwa kimejaa hesabu za namna kazi hii itakavyokuwa inavyotakiwa kufanywa kwa haraka na kwa usahihi na bila kuacha alama. Alifikiria majina, tarehe na malengo bila hata kujitambua. Macho yake yakafumba taratibu, usingizi mzito ukamchukua, treni kaendelea na safari. Sabani, tumeshafika mwisho wa safari. Sauti laini ya mwanamke ilimshtua kutoka usingizini. Alifumbua macho kwa haraka, akamtizama mhudumu ambaye alikuwa ameinama karibu yake. Kwa hofu alijikuta akiwa anapeleka mkono wake nyuma ya kiuno chake, akataka kuchoma bastola, lakini alipogundua mwanamke huyo amevaa sare za wahudumu wa treni hiyo, alisha pumzi ndefu. Nimefanya uzembe wa kiwango cha juu sana. What if? Mwalimu alikuwa ameongea na nafsi yake huko anajitahidi kutabasamu mbele ya huyo mhudumu. Treni ilikuwa tupu, kila abiria alikuwa tayari ameshashuka. Mwalimu aliinama taratibu na kujipangusa kidogo kwa leso kufujifuta jasho. Joto la jiji la Dazul lilimpokea kwa mikono miwili. Alipokuwa ametoka nje ya treni, hali ilikuwa nafuu kidogo. Kabla hajasogea hatua mbili, aliona msichana mmoja akiwa amesogea kwa mwendo wa kujiamini. Alimtazama kwa umakini na akagundua ni Flora, msichana mwenye sura nzuri iliyotawaliwa na tabasamu la kipekee. Sketi yake nyepesi ya rangi ya blue na miwani yake iliongeza muonekano wa mrembo huyo. Nywele ndefu zilizofika mpaka mabegani zilizidi kumfanya aonekanike ni mwanamke wa kipekee kwenye macho ya mwanaume. Wawili hao walikumbatiana kwa ukaribu wa watu wenye historia pamoja. Karibu sana Dazuri mwalimu, alisema Flora kwa sauti tulivu, kwa kiacha tabasamu pana usoni. Mwalimu, kama ambavyo watu hao wanamuita, alimtizama kifuani binti huyo. Alikuwa kaumbika kweli kweli. Hata mara moja usingeweza kufikiria kwamba ni mtu wa kazi za kazi. Asante Flora, mwalimu alikuwa amejibu kwa sauti ya chini. Wakaongozana taratibu wakiwa wameshikana mikono, wakienda hadi nje ya stesheni ambapo gari jeupe aina ya Range Rover Vogue lilikuwa likiwangoja. Mlinzi aliyevaa suti nyeusi na miwani rangi nyeusi akafungua mlango kwa heshima kubwa. Mwalimu aliingia kimya, akaweka begi lake kando. Flora kazunguka upande wa pili wa gari na akafunguliwa mlango na mlinzi wa pili. Walinzi wakaingia mbele bila kuongea hata neno, kisha gari likaanza kuondoka taratibu likielekea katikati ya jiji la Dazul. Mwalimu alikuwa tayari ndani ya jiji hilo kubwa zaidi ya Afrika Mashariki na Kati. Alikuja kwa kazi moja tu, ya kumzuia mtu anaitwa TXO asifanye chochote ambacho kitamsaidia mwandishi Macmillan Cornet. Basi bwana, ni jioni tena ndani ya jiji la Dazul. Barabara za Amani Street zilikuwa na mwanga hafifu wa taa za barabarani zilizopambwa na mvuke wa supu za pweza uliotanda hewani kama ukungu, na harufu nzuri ya chakula hicho ilifika kwenye pua za watu waliopita kwenye eneo hilo. Milio ya vyuma vya mabucha na mziki kwa mbali zilichanganyika kuunda kelele za maisha ya usiku wa jiji hilo lenye roho ya biashara na siri nzito. Mtu mmoja alitembea taratibu akiwa amefunika kichwa chake kwa hudi nyeusi. Kila hatua aliyokuwa anapiga ilionekanika kuwa imepimwa kwa tahadhari. Huyu hakuwa mtu mwingine, alikuwa ni Siaga Ranga, mmoja kati ya watu wanaosifika sana kwenye mitaa ya Dazul kwa kujua siri nyingi ambazo wengine walikufa akijaribu kuzipata. Akiwa kimya, aliingia kwenye bucha ndogo hivi lililokuwa kona ya tatu ya barabara, nyuma ya kibanda cha supu ya pweza. Harufu ya samaki waliokuwa wamekatwakatwa vipande ilifanya hewa kuwa nzito ndani ya bucha hilo. Bila kusema neno, muuza bucha, mwanaume mwenye tumbo kubwa na uso uliojaa ndevu nyingi, alimkaribia huko akiwa anajifanya anapanga samaki. Akamkabidhi kipande kidogo cha karatasi, akimwangalia kwa jicho la kumkonyeza. Na Siaga Ranga alitikisa kichwa chake kuitikia. Siaga Ranga alikipokea taratibu, akakifungua. Ndani yake kiliandikwa namba tu 6134. Hakusema kitu, alikunja na kuweka mfukoni. Alinyosha mikono kama mtu anajinyosha kutokana na uchovu. Akatoka nje taratibu kama alikuwa amekosa kitu cha kununua ndani ya bucha hiyo. Alitembea polepole, akapita migawa mitatu ya pweza mfululizo. Kila alipokuwa anapita, macho yake alikuwa anafuatilia kila mtu ambaye alikuwa anapishana naye na hata kivuli kilichopita karibu yake. Alipofika kwenye mgawa wa 4, mahali ambapo taa zilikuwa ni za njano hafifu na mziki wa taratibu ulikuwa ukichezwa kwa sauti ndogo, alimwona mwanaume mmoja akiwa amekaa pembeni. Alikuwa amevaa kofia yenye namba 6235. Siaga Ranga alisimama kwa sekunde chache, akavuta pumzi taratibu, kisha akawa amesogea hadi kwenye meza hiyo. Bila kuzungumza, akamkabidhi yule mwanaume karatasi ndogo aliyopewa na muuza bucha. Mwanaume huyo akapokea, akaitazama sekunde mbili, kisha akatabasamu kwa upande mmoja wa mdomo.
Aliweka karatasi hiyo mfukoni kisha kama mruhusu akae. Mezani kulikuwa na bakuli kubwa la supu ya pweza iliyochanganywa na samaki aina ya ngisi. Mwanaume huyo ambaye alikuwa na sharubu nyingi na alificha macho yake kwa kuvaa miwani ya rangi nyeusi alishughulika na bakuli hilo, wakati Sayaga Ranga akitazama mazingira hayo kama yanafaa kwa mazungumzo yao. Baada ya sekunde chache za ukimya mzito, mwanaume huyo alianza kuuliza maswali kwa sauti ya chini. Kwa nini mauaji ya Monica yakufanikiwa? Tulituma watu wawili bora zaidi, lakini bado wakashindwa. Ni kipi kilikuamisha kazi ya vijana wetu kwenye mazingira ambayo tulikuwa tunatarajia kitu kitaenda sawa? Swali zito lilikuwa limetoka kwa mtu huyo kwenda kwa Sayaga Ranga. Alisogeza kidogo mbele akajibu kwa sauti ya utulivu na umakini. Hawakufanikiwa kwa sababu Monica sasa analindwa na Boba. Boba? Huyo ni nani? Boba ni mlinzi wa kiwango cha juu waliopitia mafunzo ya kivita kwa viwango visivyo kwa vya kawaida. Wana uwezo wa kupambana ndani na nje ya mazingira ya kifo. Mmoja wao ni Hilda Boba, anayejulikana pia kama Jessica. Ndiye anayemlinda Monica kwa sasa. Ana umri wa miaka 26 tu, lakini amevuka kiwango cha A6 katika mafunzo ya ulinzi. Mkufunzi wake ni Anviri. Mbona hamkutuambia kabla? Huyo Jessica yupoje mpaka kaweza kuamudu wale mapacha? Ni binti wa kawaida tu kwa muonekano wake wa nje, lakini ndani ni kama tanuru la moto wa makaa ya mawe. Jessica ana mkono mmoja wa bandia, lakini ni teknolojia ya hali ya juu sana kiasi kwamba kwa macho ya kawaida huwezi kabisa kugundua. Mkono huo ndio silaha yake kubwa. Una kasi ya kuzuia kila risasi iliyo sentimita 30 kutoka ulipo mwili wake. Hiyo ndio ngao yake. Kama alivyo Anvil, na yeye yupo hivyo hivyo. Kama bado mnataka kumua Monica, itabidi mtume watu wasiopungua 5. 3 wakabiliana na Jessica, wawili wafanye kazi ya kumua Monica, ambayo najua haitokuwa ngumu. Chini ya hapo haiwezekani, na mtazidi kupoteza watu wenu. Kwa hiyo ndo ulivyoamua kuishi hivi sasa. Unaishi kwa kuuza siri za watu waliokuamini huko nyuma. Unahisi utaishi muda gani kama utaendelea kutoa siri za vijana wa Macmillan Connect? Swali limshangaa Sayaga Ranga. Alitumbua macho kwa mshangao baada ya kuhisi sauti hiyo sio ngeni kwenye masikio yake. Mwanaume aliyekuwa mbele yake alinyanyua kichwa, kafuta mdomo kwa kitambaa, kavua kofia na kuiweka mezani, kisha kabandua sharubu bandia zilizokuwa zinampa muonekano tofauti. Hakuamini macho yake. Aliyekuwa mbele yake alikuwa ni Gonza. Midomo yake ikatetemeka kwa hofu na sauti ikashindwa kutoka katika kile alichotaka kusema. Sayaga Ranga alikuwa amenasa kwenye mtego wa druid mwenye nguvu kuliko wote wanaoishi Tanzigari. Je, mchoraji huyu ambaye ana usaliti upande wa Macmillan Connect atafanikiwa kutoka salama kwenye mikono ya Gonza? Tuko ndani ya sehemu ya 4, msikilizaji, ya Ukuta wa Mauaji. Tunaendelea. Giza lilianza kuingia taratibu. Sayaga Ranga alijikuta yupo kwenye njia panda ambayo hawezi kuchagua njia ya kupita. Pirika za eneo hilo ziliendelea kama kawaida. Kelele za watu waliokuwa na kunywa supu ya pweza zilikionekanika kuwa tatizo kubwa kwenye masikio ya Sayaga Ranga. Gonza, miaka 11 imepita, liko wapi? Sayaga Ranga alikuwa ameuliza swali kwa akiwa na kunja ngumi kwa mkono wake wa kulia. Gonza litabasamu kwa kanajiweka sawa alipokuwa amekaa. Umejiji kama nakuja hapa kuona na mtu? Kuchezea kompyuta sio nifundisha? Jana nikufundisha ndio, unataka kusema kwamba umenizidi kwa sasa? Waswahili wanasema kwamba vya kuresi vinazidi. Hujai kusikia msemo? Mtihani. Niambia ulikuwa wapi kipindi chote hicho? Sienda mbali hapa Tanzigari. Naishi maisha ya kawaida. Maisha mepesi lakini yenye maana kwangu. Baada ya kaeka zote zile, hatimaye nimefanikiwa kuishi kwa raha ndani ya miaka 11. Miaka 11 uwe hapa na sijue. Nchi kubwa sana hii. Je, unajua walipo Dark na Grey? Hamkuwaua. Tuliwacha wakaenda zao. Miaka yote hii nilidhani kwamba wamekufa. Wapo hai. Anaendelea maisha kama kawaida. Wizi na matendo mengine mabaya walishaachana nayo kabisa. Umebaki wewe tu. Ni aibu kubwa hii. Na kushangaa kukuona upo kwenye hali kama hii. Una kipawa kikubwa sana, lakini unataka kukitumia kuumiza watu. Macmillan Connect ndiye kutuma. Amekutuma unikamate au nimalize. Unaeleza hivyo kwa sababu ulimfanyia uhuni. Najua atakuwa amekutuma. Ni mwepesi sana kugundua vitu yule. Macmillan Connect anitume tena, la sijatumwa na mtu yote yule. Niko hapo kwa sababu yangu mwenyewe.
Nilikuja kuchunguza uvumi kwamba una mpango wa kushirikiana na wauaji wa wasomaji wa kazi za Makimera Niconet. Bahati mbaya sana nimegundua ni kweli. Niseme tu unacheza na moto unaoweza kuchoma historia nzima ya Druids. Kama hivyo ndivyo unavyowaza basi usahau kuondoka hapa ukiwa na siri hiyo. Usijaribu. Usahau mbele ya kiumbe ambaye anaweza kugeuza dekio ndani ya dakika moja tu. Yaani pia hapa ni eneo la watu wengi. Ukijaribu chote kile, damu itamwagika na wengi hawatakuwa na hatia. Gonza alimjibu Sayaga Ranga ambaye alikuwa ameanza kutetemeka. Maneno hayo yalikuwa ni kama barafu iliyokuwa inasambaa kwenye mishipa ya mwenzake na kunyongonyesha. Alijua Gonza kuzungumza kwa majigambo bali kwa uwezo aliokuwa nao. Gonza kuwa mtu wa maneno, uwezo wake uliogopwa hata na waliowahi kuwa walimu wake. Sayaga Ranga alinyanyuka kwa hasira. Bila kusema neno aligeuka na kuanza kutembea kwa kasi. Alienda moja kwa moja kwenye bucha lile alilokuwa ameingia awali. Muuza bucha alikuwa bado pale, anaendelea kukata nyama kwa ustadi, kana kwamba hakuna jambo lolote lilikuwa limetokea dakika zilizopita. Hakuwa na dalili za hofu wala wasiwasi, na kwanza alimtazama Sayaga Ranga kwa dharau. Alipiga hatua mbili mbele kuelekea ndani, lakini kabla hajafika mkono wenye nguvu kamgusa begani. Bega lake kwa nguvu ya ajabu sana. Aligeuka ghafla kwa kasi ya mtu aliyefunzwa kupigana, na bila kufikiria karusha ngumi ya kulia kwa nguvu. Ajabu ngumi hiyo haikufika. Ilizuiliwa kwa urahisi na mkono mmoja wa Gonza. Nimekuambia hili eneo lina watu wengi. Ukileta vurugu utaua watu wasiokuwa na hatia. Mwache muuza bucha, huyu hana hatia. Ukivuka mstari utaleta maafa yasiyokuwa lazima. Gonza alimwambia Sayaga Ranga ambaye alitetemeka kwa hasira. Akamsogelea Gonza uso kwa uso, macho yake karibiana kama panga zilizokuwa zimekutana katikati ya moto. Tutakutana tena Gonza, na siku hiyo itakuwa ni mwisho wa mmoja wetu. Au usijisumbue Sayaga, kwa sasa hakuna Druids duniani anayeweza kupambana na mimi. Miaka 11 imenipa nguvu ambazo hata Makimera Niconet haziwezi. Gonza alikuwa ameongea kwa majigambo huku akimtazama mtu huyo kwa dharau. Sayaga alimtazama kwa sekunde chache kisha akaelekeza macho yake chini. Alijua maneno hayo ni ya kweli. Gonza alikuwa amebadilika, alikuwa sio binadamu wa kawaida tena. Sayaga aligeuka na kuondoka. Alipofika kwenye gari lake lililokuwa limeegeshwa kwenye kona ya mwisho ya mtaa wa Amani, aliingia ndani, akafunga mlango kwa nguvu, na ndani ya gari kimya kilitanda. Alishusha hudi yake, akavuta hewa ndefu kifuani, kisha akawa amefungua kitabu chake cha kumbukumbu. Kitabu kilichojaa majina, ramani na alama za siri. Akachukua kalamu na kwa herufi kubwa akaandika: Makimera Niconet, Genesis, TXO, Amviri, Jessica, Gonza. Baada ya kuandika alinyamaza kwa muda akitazama majina hayo kama anayasoma kutoka rohoni mwake, kisha akawa ameshusha pumzi ndefu. Kazi inazidi kuwa ngumu. Aliweka daftari pembeni, akawasha gari lake. Gari likatoweka kwa kasi huko akimwacha Gonza akilitazama akiwa ametabasamu. Basi bwana, jua lilikuwa linapanda taratibu upande wa mashariki mwa jiji la Dazul. Sasa saa ilikuwa inakaribia saa 2 asubuhi wakati Inspector Marolo alipokuwa amewasili kwenye jengo kuu la makao makuu ya jeshi la polisi. Kabla hata hajaingia ndani, alihisi hewa nzito yenye dalili ya jambo lisilokuwa la kawaida. Askari walikuwa wanalinzi getini walikuwa kimya kupita kawaida. Macho yao yalionekanika kama yalikuwa yamechoka na kujaa hofu. Alipoingia ndani ya jengo kuu alikutana na kitu kisichokuwa cha kawaida kabisa. Polisi wenzake walikuwa wamekaa vikundi vidogo vidogo wakionekana kujadili jambo kwa sauti ya chini. Siku zote ofisi kuu ya makao hayo ilikuwa imejaa utulivu na taratibu za kazi, lakini leo ilikuwa tofauti. Vifaa vya mawasiliano vilikuwa vinaita na muda wote askari walikuwa wako busy. Inspector Marolo alikuwa amesogea taratibu akapita katikati ya korido akiwa ameshikilia faili lake mkononi. Alipofika kwenye ofisi yake alisimama kwa sekunde kadhaa. Mlango ulikuwa wazi na ndani yake kulikuwa kuna watu wengi waliokuwa wamesimama, huku sauti ya mtu ikisikika. Alikuwa anazungumza. Hilo halikuwa jambo la kawaida kwake. Hakuna taarifa yote kuhusu hilo. Kuna nini kinaendelea hapa? Akauliza kwa sauti ya mshangao, lakini hakuna aliyemjibu. Kila mtu alikuwa busy kumsikiliza aliyekuwa anaongea. Kabla hajapiga hata hatua nyingine kuingia ofisini kwake, mkono laini ukagusa bega lake. Aligeuka haraka kidogo na macho yake yalikutana na Kaila. Bila kusema neno, Kaila akamvuta Inspector Marolo na kutoka naye nje ya chumba hicho. Walitoka kimya kimya wakapita korido ndefu iliyopambwa na picha za makamanda wa kongwe hadi sehemu ya nyuma kabisa ya ghorofa hiyo. Wakasimama hapo mbali na macho ya wengine. Kaila, kuna nini kinaendelea? Kwa nini ofisi yako imejaa watu vile? Ofisi yako imekabidhiwa kwa ASP Fred Kajoka kuanzia leo asubuhi. Umechelewa kufika na ndio maana huna taarifa. Nini? Kaila, unasema nini wewe? Ghafla namna hii bila taarifa yote ile? Sikiliza Malo, mambo yamebadilika sana usiku wa kuamkia leo.
Kuna mauaji yaliyotokea mabaya sana. Jeshi linabudi kufanya mabadiliko kama haya. SP Fred Kajoka ni kamanda mwenye uzoefu kwenye matukio kama haya. Mimi na tumetikiswa kidogo tu, lakini tayari tumeogopa. Yeye amewahi kukutana na hali kama hii hapa. Yeye amewahi kukutana na hali kama hii uko nyuma, hivyo anaweza kwenye hili. Mauaji gani? Nani ameuawa? Watu 5 wameuawa kikatili sana kwenye maeneo tofauti jiji letu. Na cha kushangaza zaidi, video za mauaji hayo zimewekwa kwenye mtandao wa Desk. Kila kitu kipo wazi. Kilio cha familia zao kinaumiza sana sana. Hapana, haiwezekani. Wamepigwa risasi. Ndio, wamepigwa risasi mbele za familia zao. Ni moja ya katili ambayo hata sisi polisi tunashindwa kuyaelewa. Inaonekanika hawa watu wanafanya maksudi kabisa ya kutuma ujumbe sehemu tofauti. Sidhani kama mwandishi Mark Mnikonde pekee anaweza kufanya kitu ambacho kinapelekea watu wao kufanya hivi. Ujumbe wa aina gani huu? Nani wanafanya hivi? Wale waliomua Isaya Gumbo wanasisitiza watu wasisome vitabu vya George. Wametoa onyo kali sana kwenye video hizo. Yeyote atakayendelea kusoma au kununua kazi za mwandishi huyo, kifo kitamfikia. Wanataka kuua kila msomaji. Asa wataua watu wangapi jamani? Wataua hadi lini? Na wasomaji wa kazi za huyu mwandishi ni wengi sana hapa nchini. Hili jambo sio zito tu kwetu, ni jambo zito kwa taifa zima. Hali kama hii haijawahi kutokea hapa nchini kwetu. Na hisi watu watakuwa wanaishi kwa mashaka makubwa sana. Hii ni mbaya sana kwa sababu wanaumiza nafsi za watu. Inawezekanaje kwenye nchi yetu ugaidi wa kiwango hicho katokea? Hii ni ishara kuwa kuna sehemu jeshi la polisi na vyombo vya usalama vilizembea. Hasi aina ya mauaji ambayo yanapangwa ndani ya muda mfupi. Hawa watu wanajua wanachokifanya. Tunahitaji kukesha usiku na mchana kufanya kazi hii hapa, la sivyo itakuwa ni hali mbaya zaidi na zaidi. Inspekta Malole kama ameongea maneno hayo kwa masikitiko makubwa. Wakiwa hapo wamesimama wana masikitiko, alikuja askari mwenzao na kuwapa taarifa kuna kikao wanahitajika haraka sana. Haraka Inspekta Malole na Afande Kaira walienda kwenye ukumbi mdogo wa mikutano ndani ya makao makuu ya jeshi la polisi. Ndani ya ukumbi wa mikutano wa makao makuu ya jeshi la polisi, kila askari wa upelelezi alikuwa amekaa kimya. Macho yalikuwa yanamtazama kwa makini SP Fred Kajoka, ambaye kwa sasa ndiye alikuwa amechukua nafasi ya kuongoza kitengo hicho kizito cha upelelezi wa jinai. Alisimama mbele ya meza ndefu ya mviringo, mikono yake ikiwa imeegemea juu yake, akiwatizama kila mmoja. Uso wake ukionekana umechoka, lakini wenye udhibiti wa mtu anayejua majukumu yaliyo mbele yake sio ya kawaida. Nimewaita hapa leo kwa jambo moja tu. Tunatakiwa kupambana kuwapata wahusika wote wa mauaji. Tunahitaji kurejesha heshima ya jeshi la polisi kupitia tukio hili. Haya, natoa nafasi. Kila mwenye wazo lake alizungumze mbele yetu tuweze kumsikia. Askari walitazamana, watatu wakanyanyua mikono. SP Kajoka akamchagua mmoja ambaye alikuwa amesimama na kujitambulisha kama Constable Bariki Nguvu Nyingi. Afande, kila tukio kwenye mauaji haya limefanyika kwa mpangilio. Kuanzia namna alivyoweza kuingia kwenye hizo nyumba mpaka kwenye kupandisha video mtandaoni. Doria ya jinai mtandaoni inafanyika kila baada ya sekunde 30, lakini bado wanapata njia ya kuweka video hewani bila hata kufuatiliwa. Ni kama wanatumia teknolojia isiyojulikana kirahisi. Nadhani tukianza uchunguzi kupitia video na akaunti za kwanza kuipandisha. Constable Bariki Nguvu Nyingi alitoa wazo lake na SP Kajoka akatikisa kichwa polepole, akionyesha kuwa anaelewa uzito wa hoja hiyo. Askari mwingine akapewa nafasi. Labda tungeomba msaada kutoka kitengo cha usalama wa taifa. Hawa sio majambazi wa kawaida afande. Ni kikundi cha ugaidi. Ukumbi ukaanza kuzizima kwa mijadala ya sauti za chini. Kila mmoja akitoa mawazo yake, kutoka kwa kutumia vikosi vya makachero maalum hadi kutumia wapelelezi wa siri. Hatimaye SP Kajoka kainua mkono wake juu kidogo na ukumbi ukanyamaza ghafla. Sikilizeni vizuri. Sio kwamba ni watu hatari. Hili sote tunalijua. Sisi ni jeshi la polisi. Hatujai kushindwa, tutashindwa tu kama tutaacha kuamini katika kile tulichokula kiapo kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo tutaandaa mtego pakini wa kisayansi utakao wanasa wahusika wa mauaji haya. Tutaandaa kikosi kazi maalum, kikosi kitakachokuwa na askari wa kutosha na vifaa vya kisasa. Hawa wanaowinda wasomaji wa kazi za mwandishi Mark Mnikonde kama simba anavyowinda swara. Watajua sasa simba mwingine ameingia porini. Wakionyesha kurudishiwa nguvu na maneno ya kiongozi wao. Kabla ya kuanza hii kazi nawapa mapumziko ya siku 2. Muda huo utumieni kupumzika, kujiandaa kisaikolojia na kusahau kwa muda hofu mlizo nazo. Msitumie muda mwingi sana kwenye simu. Msikae usiku kucha mkibishana na watu mitandaoni. Baada ya siku 2 na wataka mje mkiwa na akili timamu na nguvu mpya. Kazi ni ngumu sana, ila haina watu wengine wa kuweza kuifanya zaidi yetu sisi. Tukutane hapa baada ya masaa 48.
Alimaliza kusema hayo, kikao kikafungwa rasmi. Askari wakaanza kuondoka mmoja baada ya mwingine. SP Kajoka alibaki nyuma kidogo, akikusanya karatasi zake taratibu. Alijua alichokisema ni maneno ya hamasa, lakini moyoni alikuwa anahisi uzito wa kazi hiyo. Hili alikuwa swala la kazi tu. Lilikuwa ni pambano la heshima ya jeshi la polisi. Baada ya muda mfupi alitoka nje na kuelekea kwenye gari lake. Safari ya kurudi nyumbani ilianza kimya kimya, sauti pekee ikiwa ni mlio wa injini na fikra zake zilizokuwa zinamuumiza kichwa. Alipofika nyumbani kwake, watoto wake wawili walimkimbilia na kumkumbatia kwa furaha. Tabasamu la sekunde chache lilirejea usoni mwake. Lakini alipokuwa ameangalia ndani, aligundua kitu kimoja: mke wake hakuwepo. Mama yenu yuko wapi? SP Kajoka alimuuliza mtoto wake ambaye alikuwa na miaka 10. Alisema amekwenda Paris kuonana na mjomba. Haraka aliingiza mkono mfukoni, akachukua simu na kumpigia, lakini simu haikupatikana. Mara moja akaelewa mkewe yuko kwenye maeneo ambayo mawasiliano hayafiki. Akarudisha simu mfukoni, akashia pumzi ndefu. Sijui yuko aliko, yuko salama kweli? SP Kajoka alijiuliza mwenyewe kwa anaingia ndani. Aliwacha watoto wakiendelea kucheza sebuleni chini ya uangalizi wa mfanyakazi wa ndani. Akaelekea chumbani kwake, na alipofika akaketi mbele ya kompyuta yake binafsi, akafungua, akasubiri sekunde chache kabla skrini haijamulika, kisha akabonyeza faili iliyokuwa limeandikwa Desk Footage Victim C5. Video 4 zikawa zimeanza kuonekanika moja baada ya nyingine. Kila moja ilikuwa na kisa cha uchungu, damu na kilio cha familia zilizoshuhudia ndugu zao wakipigwa risasi. Aliangalia macho ya hofu ya wale waliouawa, kilio cha wanafamilia kilichosikika baada ya risasi hizo. Moyo wake ukawa mzito. Alijihisi kama yuko pale tukio lilipotokea. Jasho dogo lilianza kumtoka licha ya kuwa kiyoyozi kilikuwa kinapepea ndani ya chumba hicho. Jeshi la polisi lifanye kitu. Hao waje wanafanya nchi kwa kaburi. Tunaomba ulinzi, tunakufa bure kwa kusoma vitabu. Maoni ya wananchi mitandaoni yalikuwa yameelekezwa kwa jeshi la polisi tu. SP Kajoka alishika kichwa chake kwa mikono yote miwili. Miaka 11 ilikuwa imepita tangu mara ya mwisho alipojihusisha na kesi za aina hii. Na sasa hali imerudi kwa kasi ya ajabu. Huu ni mzigo mzito. Acha niende kwa baba mkwe. Hakuna mtu mwingine anayeliweza hili zaidi ya baba mkwe. Kama Kibendera aliweza, hili aliweza kumshinda. SP Kajoka aliongea mwenyewe kwa anavua sare za jeshi la polisi. Alipata wazo la kwenda kwa baba mkwe wake ambaye aliamini anaweza kumsaidia mawazo juu ya namna nzuri ya kuweza kuwapata wahusika. Je, baba mkwe ni nani mpaka awe na uwezo huo? Tuendelee kufuatilia msikilizaji kwa ukaribu simulizi yetu ya Ukuta wa Mauaji. Usiku ulipokaribia kuingia, anga la Dazuri likaonekanika kufunikwa na wingu zito la huzuni. Sauti za upepo zilipiga madirisha ya nyumba nyingi, kana kwamba zilikuwa zinabeba ujumbe wa hofu uliotanda kote nchini. Saa 1 kamili usiku, video nyingine ikajitokeza. Ilikuwa ni ya kutisha kuliko zote zilizotangulia. Binti aliyekuwa akisoma kwa shauku vitabu vya mwandishi Mark Mann alikuwa akiwa amekaa sebuleni kwake ameshika kitabu kinachoitwa Siri. Ghafla akasikia mlango ukigongwa kwa nguvu. Kabla hajainuka kwenda kufungua mlango, watu walio mavazi meusi waliingia na kufanya tukio lilokuwa limewacha mamilioni ya watu wakiwa wameduaa walipotazama video hiyo. Ilikuwa ni mauaji yaliyopangwa kwa ustadi wa kinyama. Na kilio cha binti huyo kilikatwa na mlio wa risasi iliyokumezagaa ndani ya chumba hicho. Sasa idadi ya wasomaji waliouawa ikafika 7. Kilio cha umma kikawa kikubwa kuliko hapo awali. Uoga ukaanza kushika mizizi kwenye mioyo ya watu. Wale waliokuwa mashabiki wa kazi ya Mark Mann wakaanza kufanya jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa katika historia ya fasihi ya taifa hilo. Ndio, wasomaji walichoma vitabu vya mwandishi huyo. Kwenye mtandao wa Desk, video zilianza kusambaa, wasichana na wavulana, wazee na vijana wakiwa na mwaga mafuta ya taa juu ya vitabu, kisha wanavichoma huku macho yao yakionyesha mchanganyiko wa huzuni na hofu. Mark Mann, tusamee, tunataka kuishi. Au hai ni bora kuliko burudani ya kusoma. Ni kweli tunapenda kazi zako, lakini huku tutakuelekea hapana. Sema chochote mwandishi. Unavyobaki kimya watu wanazidi kuchanganyikiwa. Mbona useme chochote kile Mark? Hatujakuzoea hivyo. Haitakapotulia utatuuzia tena vitabu. Maneno ya kila aliyechoma vitabu yalikuwa nasikika. Wengine walivichoma huku wakiwa kimya pasi na kusema chochote. Walikuwa ni kama vile wanazika ndoto zao. Jiji zima la Dazuri likawa katika hali ya taharuki. Maktaba kubwa zaidi nchini inayohifadhi kazi zote za Mark Mann wa jana ilibaki tupu siku hiyo. Hakuna msomaji hata mmoja aliyethubutu kusogea kwenye maktaba hiyo. Wafanyakazi wachache waliofika kazini walionekanika wakiwa na sura za uoga. Wengine hawakufika kazini, walihofia uhai wao. Mwandishi George Peter Mazingi, ambaye ndiye anayetumia jina la kalamu Mark Mann,
alikuwa akitazama yote hayo akiwa nyumbani kwake. Hakuwahi kufikiria kuwa vitabu vyake alivyotunga kwa nia ya kutoa burudani na mafundisho yangekuwa chanzo cha hofu kiasi hiki. Alihisi dunia imemgeukia. Kwa mara ya kwanza tangu alipoanza kuandika, hakutamani hata kuandika sentensi moja. Alikaa kimya, akitazama runinga ikirudia mara kwa mara video za wasomaji wakisoma vitabu vyake. Macho yake yalijaa machozi yaliyogoma kutiririka. Alijikuta akiwa anakumbuka mauaji ya Isaya Gumbo, yule msomaji wa kwanza aliyeuawa. Alidhani mauaji yale yalimpa msimu, lakini sasa alijua maumivu halisi ni haya, kuona vitabu vyake vikiteketezwa kwa moto. Gonza, mmoja wa vijana wake wa karibu sana, aliwasili nyumbani kwa mwandishi huyo. Alimkuta George akiwa yuko nyuma ya nyumba yake kwenye bustani ndogo ya nyanya iliyokuwa akiitunza kwa mikono yake mwenyewe. George alikuwa ameshika mkasi mdogo, akikata matawi na majani kama amepitiliza ukuaji. Alikuwa kimya sana, akifanya kila kitu kwa umakini wa mtu aliyeamua kutumia kazi ya mikono yake kuondoa mawazo mabaya. Gonza alipofika alisimama kwa sekunde kadhaa bila kusema neno. Kisha kainama kwa heshima. George aligeuka na kumtazama mara moja, kisha akaendelea na kazi yake. Shikamoo mzee wangu. Nimekuja na taarifa muhimu. Saya Garanga anashiriki kusambaza taarifa zote za Trukara. Ni kama amedhamiria kutuangamiza. Anauza taarifa zetu kwa mtu yoyote ambaye anafika naye bei. Saya Garanga. Niliweka mtego na amenasa. Alifika kuniuzia taarifa za Hilda Boba. Tunatakiwa kuchukua tahadhari kwa sababu anavyosambaza taarifa ni kama vile anatuvua nguo na tunatembea tukiwa uchi huko nje. Watu kama Saya Garanga waga wanazaliwa ili kuongezea watu dhambi. Anakulazimisha kufanya dhambi. Mikono yetu ni safi kwa zaidi ya miaka 11. Saya Garanga anataka kuichafua mikono yetu kwa kutufanya tunawe kwenye bakuli lenye damu kwa lazima. Mtu kama huyu ni wa kumwogopa sana, kwa sababu mara nyingi waga wanatumika kama anguko la binadamu wengine. George alikuwa ameungana naye huko akiwa anaendeleza kazi yake. Gonza akaendelea kuwa kimya na tulivu, na utulivu hali ya juu. Mchukua tizigi kisha mkafanya kazi pamoja. Nataka mtafute ukweli. Ni nani aliye nyuma ya mauaji haya? Ni nani anayechafua jina langu na kugeuza vitabu vyangu kuwa laana? Najua hili limeanzia kwenye kile tulichokifanya kipindi kile. Nenda ukapokea orodha ya watu wote ambao tuliwaua kipindi kile. Pekua jina moja moja. Nitazame taarifa zao, taarifa muhimu za familia zao. Moja. Angalia wanafanya kazi gani na wapo wapi kwa sasa. Usiache mtu hata mmoja, hata kama alikuwa ni mlinzi wa getini. Wote pekua taarifa zao kwa umakini mkubwa sana. Na hisi ya watu wametumia muda huu kukusanya, na ndipo wamepata kitu hiki hapa cha kunitesa. Gonza, msingi wa kazi upo kwenye mikono yako. Mwelekeo tunategemea akili yako. Nenda ukafanya hiyo kazi, natarajia kila kitu kitaenda sawa na matarajio yetu. Masaa 72 yatakuwa yanatosha kabisa kufanya hiyo kazi. Sijui ndani ya muda huo nitapoteza wasomaji wangapi, ila nina uhakika kile utakachokifanya kitakuwa ni msingi wa kile tunachoenda kukijenga. Sawa mzee wangu. Jaka ametoa agizo kwa Gonza aliyepokea kama lilivyo, na bila kuongeza neno jingine akainama kutoa heshima, kisha aligeuka na kuondoka haraka. Jaka baki peke yake tu kwenye bustani yake. Ndani ya dakika 10 mbele mawazo yake yameanza kumzonga tena. Taswira ya wasomaji wake wakichoma vitabu na sauti zao za kilio vilimchanganya sana. Alijikuta akiwa ameshika tawi jingine bila hata kuliona vizuri, na kwa bahati mbaya akakata nyanya moja mbivu. Ikadondoka chini kwenye udongo laini. Umechoka kipenzi? Sauti ya Angela ikasikia kutoka mgongoni mwake. George alishusha pumzi ndefu kwa akiwa anaangalia nyanya iliyoanguka chini kwa sekunde chache. Alitikisa kichwa chake kisha kama akigeuka na kumtazama mwanamke huyo. Twende kapumzike. Ukiendelea kuwaza haya yanayotokea, unaweza kukosea kila kitu. Ni muda wewe na watoto kusafiri sasa. Nataka uwanja ubaki wazi kwa ajili ya vita. Tusafiri twende wapi? Mbona unatuona sisi kama uhai wetu una thamani kubwa kuliko wako? Mimi tayari nimeishi zaidi ya miaka 75 sasa. Kuishi miaka 75 ndio kunakupa uhai nusu au ni vipi? Mimi sielewi. Na maanisha nimeishi bado wako na thamani sawa kwetu tu. Unadhani nilikusubiri utoke gerezani ili nije niendelee kuishi kama mjane? Nataka kusema kama nataka tusafiri basi tutaondoka wote. Maswali ya baba yuko wapi sitaki tena kuyasikia. George alikuwa amejikuta akiwa amegonga mwamba kwa mkeo alipotaka kumshawishi yeye na watoto wasafiri ili wamwachie uwanja wa vita akiwa hana cha kuhofia.
Aliweka mkasi chini taratibu, akageuka kaondoka taratibu kutoka kwenye bustani yake ya kisasa. Hatua zake zilikuwa nzito kama mtu anayebeba mzigo usioonekana. Basi bwana. Saa 3 kamili jiji lote la Dazoli lilikuwa limetulia katika namna isiyokuwa ya kawaida. Idadi ndogo sana ya watu waliokuwa nje mpaka muda huo, wengi walikuwa majumbani wametulia. Hofu ya mtu yoyote kupoteza maisha ndani ya Dazoli ilikuwa imepamba kwa kiasi kikubwa. Hata wale ambao hawakuwa wasomaji wa kazi za mwandishi Mark Niconetti walikuwa wametulia nyumbani kwa sababu hawakujua kama kweli waliouliwa walikuwa ni wasomaji kweli au wauaji walitumia mabavu tu. Anga lilikuwa limefunikwa na mawingu mepesi yaliyoacha nafasi kwa baadhi ya nyota kuonekana. Gari jeupe lenye vioo vyeusi lilikapenya kimya kimya katika mitaa midogo ya eneo la Bondo, likikatiza kwa mwendo wa taratibu. Ndani yake kulikuwa na mtu ambaye hakuwa na hofu dhidi ya chochote. Sayaga Ranga, mwanaume mwenye sura ngumu na macho yaliyozoea kutazama kifo bila hofu, na viganja vyake vimeshika usukani kwa nguvu ili kutopoteza umakini kwenye kuendesha gari. Aliingia kwenye eneo la viwanja vya tenis vilivyoko ndani ya eneo la Bondo. Akaegesha gari yake kwenye kivuli cha mti mkubwa wa mwembe, akazima taa kisha ameshuka taratibu. Viwanja hivyo vilikuwa vinne vimejipanga kwa mstari. Mwishoni kabisa kwenye uwanja wa 4 kulionekanika mwanga hafifu wa taa ya kipekee iliyokuwa inaangaza sehemu ndogo katikati. Hapo ndipo walipokuwa wanaume 8 waliokuwa wamevaa suti nyeusi zinazong'aa, wakimzunguka kijana mmoja alionekanika kuwa na mamlaka makubwa kuliko wote. Kijana yule alikuwa ameketi kwenye benchi la chuma lililochakaa kidogo, akiwa amejiegemeza kwa wepesi. Mkononi mwake alikuwa ameshikilia sigara iliyokuwa inawaka taratibu. Moshi wa sigara ulipanda juu kwa namna alivyokuwa anapuliza kwa mbwembwe. Sayaga Ranga alisogea hatua kwa hatua, macho yake yakitazama kila mlinzi kwa tahadhari. Kabla hajafika umbali wa mita 5, wanaume wawili kutoka kundi lile walijitokeza mbele yake. Bila kusema neno akampekua kwa mikono yao mikubwa. Walihakikisha hana bastola wala kifaa chochote cha hatari. Walipulizika, mmoja akampa ishara ndogo ya mkono, ishara ya kuruhusiwa kusogea mbele. Sayaga Ranga alipiga hatua 3, akasimama mita 1 kutoka kijana yule ambaye alikuwa katikati ya walinzi wake. Nimekuja kwa ajili ya malipo. Kazi niliyofanya ilikamilika kama tulivyokubaliana. Ni muda sasa wa kunilipa pesa yangu, nikafanya kazi nyingine. Sayaga Ranga alimwambia kijana huyo ambaye alikuwa ameishia kumtizama tu kwa macho ya dharau. Aliinuka alipokuwa amekaa na kumsogelea Sayaga Ranga. Monica bado yupo hai, unalijua hilo? Na usika vipi kujua hilo? Nilichotakiwa kufanya ilikuwa ni kukata mawasiliano kati ya Monica na Mark Niconetti. Hilo nilifanya kwa umakini mkubwa. Sasa unaniuliza kama najua huyo binti yuko hai, unataka nisemeje? Monica anatakiwa kufa kwanza kabla hujalipo rasta. Sihusiki na kutimia au kutotimia kwa mpango huo. Nilifanya sehemu yangu ya kazi. Tumekubaliana kuwa malipo yangu yataletwa mara moja baada ya jukumu langu kukamilika. Waga hatulipi kazi sio na matokeo. Hakukwambia kabla? Monica bado anatembea. Ukitaka pesa yako malizia hiyo kazi. Au unaenda kinyume na makubaliano? Hayo unayosema sasa sio sehemu ya kazi yangu. Makubaliano badilika kulingana na matokeo, Ranga. Kama unataka pesa yako, mwaga damu ya Monica. Pesa yako utalipwa haraka sana. Ila kama Monica bado anapumua, huwezi kupata chochote kile. Kulikuwa na ukimya mzito wa sekunde chache baada ya jibu hilo kutoka. Sayaga Ranga alitabasamu kisha akawatizama walinzi wa kijana huyo. Wote walikuwa bize kutazama sehemu nyingine wakiwa wamewapa mgongo wawili hao waliokuwa katikati yao. Kama nataka iendelee kuwa siri, nilipe pesa yangu, la sivyo nitakutaja kwa George kuwa unahusika. Kazi niliyopewa nishafanya, sina haja ya kumua mtu mwingine. Nilipe pesa yangu, sina haja ya kugombana na wewe. Sayaga Ranga alikuwa ameongea akiwa serious sana. Kijana akacheka kwa sauti fupi na ya kejeli. Akampulizia moshi usoni Sayaga Ranga ambaye alikodoa macho bila hata kuonyesha kutikiswa na dharau za huyo mtoto. Siri? Ukisubutu kufungua mdomo wako kuhusu mpango huu, usiku mmoja utakuwa mrefu sana kwako. Tutahakikisha unalala usingizi wa milele. Mnahisi mnaweza kuniua? Sio kukuua tu. Tutahakikisha hakibaki chochote kinachohusu mwili wako. Sawa, ukiondoka hapa bila kunilipa, jua kabisa taarifa na mfikisha Mark Niconetti. Wewe tayari kukabiliana naye. Jaribu kufanya hivyo alafu tutakuonesha. Kijana yule kama ameongea kwa vitisho kisha karudi nyuma hatua 2. Akatoa ishara ndogo tu kwa walinzi wake. Haraka sana kundi la wanaume 8 likasogea kwa mpangilio wa kijeshi. Likamzunguka bosi wao na kuondoka kwa mwendo wa taratibu kuelekea kwenye magari yaliyokuwa yameegeshwa upande wa pili wa uwanja. Taa zikazimika moja baada ya nyingine hadi ukabaki mwanga hafifu wa taa za barabara zilizo kando ya kiwanja hicho. Sayaga Ranga alibaki amesimama pale katikati ya giza, akitazama magari yakiondoka mpaka kapotelea kabisa. Alisha pumzi ndefu na kutazama chini kwenye kivuli chake kilichoonekanika kwa umbali kutokana na mwanga wa mwezi
Kwa mara ya kwanza tangu aanze kufanya kazi za giza, moyo wake ulitetemeka kwa hasira. Alianza kuamini maneno ambayo watu walimwambia mara zote. Kazi za gizani hazina uaminifu. Leo wewe ni mshirika, kesho wewe ni mzigo. Sauti hiyo ilijirudia kichwani kwake. Alihisi uchungu wa usaliti, si tu kwa pesa yake, bali kwa hadhi yake kama mtu mwenye taarifa nyingi zaidi ndani ya jela la Zuri. Aligeuka taratibu akatembea kuelekea kwenye gari lake akiwa ameinamisha kichwa, kama mtu anayebeba aibu na majuto makubwa. Kazi aliyoifanya ilikuwa imekamilika, lakini malipo yake yamepotea, na mbaya zaidi, uhai wake sasa ulikuwa umewekwa rehani. Basi bwana. Jua la 7 lilikuwa kali sana kwenye nyumba ya maficho waliokuwa wamejificha Monica na Jessica. Palikuwa kimya sana. Ndani kwenye sofa kubwa lililokuwa limewekwa pembeni mwa dirisha, Jessica alikuwa amelala fofofo. Alikuwa amechoka sana. Kwenye upande wa pili wa chumba, Monica alikuwa ameketi sakafuni, amezungukwa na vitabu vingi vya mwandishi wake kipenzi Macmillan Cornet. Vitabu hivyo vilikuwa vimepangwa kwa duara ndogo, na katikati yake kulikuwa kuna kitambaa cha rangi nyeupe ambacho yeye mwenyewe alikuwa amekilalia juu yake. Kamera ya simu yake ikiwa imesimama mbele yake kwa kutumia stand ndogo. Monica alikuwa na uso wa utulivu, lakini macho yake yalikuwa na mwanga wa ujasiri wa mtu ambaye amechoka kukimbia hofu. Hao wanaosema kila msomaji wa vitabu vya Macmillan Cornet atakufa, kama kweli mna hizo nguvu mnazojigamba nazo, njoni niue. Njoni mnichukue mimi ni mmoja kati ya wasomaji wake wakubwa. Njoni mnichukue. Kama mnaweza, na hapa masaa 24. Mkishindwa, mniambie nyewe mlipo, nitakuja na vitabu hivi vyote hapa. Monica alikuwa ameongea nayo mbele ya kamera yake. Alikuwa na rekodi video hiyo kwa ujasiri mkubwa sana. Mnao wasiokuwa na tia kwa sababu tu anapenda kusoma. Mnadhani hilo ni jambo la kishujaa? Hapana, nyinyi ni mashetani mnaoishi duniani. Kama mnaweza kuua wasomaji wote, njooni muanze na mimi. Hiki ndicho ninachokipenda. Kama mnataka kuninyang'anya kitu hiki, njoo mnichukue na uhai wangu pia. Mimi sitokoma kusoma kwa kuogopa paka kama nyinyi ambao hamwezi hata kuonesha swala zenu. Mnahisi mtaishi milele, na pia hamwezi kuona mwisho wa mwaka. Monica alikuwa ameanza kuhisi machozi akiwa anamjia. Akabonyeza kitufe cha kukatisha kurekodi, akaangalia video hiyo kwa muda mfupi, kisha akaipakia kwenye ukurasa wake wa desk. Dakika 10 baadaye video hiyo ilikuwa imeanza kutikisa mtandao huo. Saa moja tu baadaye kila kona ya desk ilikuwa inazungumzia video ya Monica. Msichana mwenye sura nzuri, sauti ya upole na ana moyo wa chuma. Watu walijazana kwenye sehemu ya maoni, wengi wakimsifia kwa ujasiri wake. Ya huyu ndio mwanamke wa shoka sasa. Mwingine akasema, una moyo wa kishujaa. Tunakuombea uishi maisha marefu. Maoni mengi ya kumsifia limeneka kwa wingi, lakini wapo ambao walimwonea huruma. Ni binti mzuri sana, hatakiwi kufa kwa sababu ya kukosea kusoma vitabu. Mwingine akaandika, Monica tafadhali ficha uso wako. Dunia hii si salama. Mwingine akasema, unaacha kunizalia watoto wazuri kama wewe. Unataka kufa kwa sababu ya kupenda kusoma. Mwingine akaandika, kama kuna maisha baada ya haya, naomba nizaliwe kama mmeo, nikulinde dhidi ya matukio kama haya. Maoni yalikuwa ni mengi sana. Ghafla mtandao wa deski ukaachana na video za mauaji, na sasa sura ikawa ni moja tu ya Monica. Wengi waliipenda video hiyo kwa sababu ya uzuri wa Monica na namna jinsi alivyokuwa ameongea kwa ujasiri. Video zikazidi kusambaa kwa kasi na kubadilisha upepo wote wa video za mauaji na video za kuchoma vitabu. Video ikawafikia wahusika. Video hiyo ikawakwaza sana kwa sababu ilitakata upepo mbaya wote ambao waliusambaza na ulitawala jijini Zuri. Wahusika walichukua maamuzi ya kuacha kuua wasomaji wengine mpaka pale watakapofanikiwa kumuua Monica. Video hii ilikuwa imeibua matumaini mapya kwa wasomaji wengine, lakini upande wa Monica ilikuwa amejiweka hatarini sana, hasa ukizingatia alikuwa amepandisha video hii kwa kutumia simu yake ambayo haina ulinzi wote. Jessica pia hakujua kinachoendelea. Alikuwa amelala fufufu maskini. Jeni kitamkuta Monica ambaye amejitoa mhanga kuwadhihaki watu hatari kama hao. Haya bana, Mwanakulifind Mwanakuliketi. Ngoja tuangalie msikilizaji, nini kinamkuta Monica. Mlinzi wake hata ajui maskini. Saa zilikuwa zinasogea kuelekea jioni. Joto la mchana likianza kupua taratibu ndani ya nyumba tulivu iliyozungukwa na miti mirefu. Sauti pekee iliyosikika ilikuwa ni milio ya ndege waliokuwa wakirudi kwenye viota vyao. Jessica alikuwa bado amelala kwenye kochi, mwili wake umepumzika kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi za kazi nzito za ulinzi. Uso wake unaonekana kuwa na uchovu, lakini hata katika usingizi wake bado alikuwa kwenye tahadhari. Bri. Simu yake ikaanza kuunguruma kwa nguvu kutokana na ujumbe wa muhimu kuingia. Jessica akashtuka ghafla. Akakitako bila hata kupoteza muda, kanyosha mkono wake kuichukua simu yake mezani na kufungua haraka. Ujumbe ukaonekana kwenye skrini ya simu, ulimshtua mno mpaka kajikuta akiwa anaogopa. Ulitoka Macmillan Cornet na ilikuwa ni kuhusu uzembe wake kwenye kazi. Baba mpokonye simu Monica mara moja, iharibu haraka iondoke kwenye ramani.
Video aliyoposti imevunja usalama wa ficho yetu. Hilo eneo haliko salama tena. Fanya haraka kisha nitakupa maagizo mapya. Jessica hakuhitaji kufikiria mara. Uso wake badilika ghafla kutoka utulivu hadi sura ya askari aliyepokea amri ya dharura. Aliruka kutoka kwenye kocha akachukua koti lake jeupe lililokuwa limewekwa kwenye kiti, kisha akakimbilia koridoni kwa hatua ndefu na zenye uzito. Alienda mpaka mlangoni mwa chumba cha Monica akajaribu kushika kitasa lakini kilikuwa kimefungwa kwa ndani. Jessica alijaribu mara mbili na kugundua kuingia ndani kwa ustaarabu ilikuwa ni kupoteza muda. Bila kupiga hodi, bila kusema neno lolote, akanyanyua mkono wake wa kushoto na kupiga ngumi moja tu. Kitasa kilivunjika kwa kishindo, vipande vya chuma vikaluka sakafuni. Mlango ulifunguka kwa kishindo kizito na Jessica akaonekanika mlangoni akiwa amefura kwa hasira. Monica alikuwa bado ameshika simu yake, mikono yake ikitetemeka na simu ikaanguka chini. Jessica, kulikoni? Monica aliuliza huku akizidi kutetemeka. Jessica hakujibu chochote. Akainama kwa mkono wake kushoto akachukua simu ya Monica kisha ghafla akaikandamiza kwenye kiganja chake. Sauti ya ikasikika na sekunde chache baadaye simu ile ikageuka kuwa tonge dogo la plastiki na chuma kilichopondeka. Monica alibaki kama medua. Hakuamini alichokiona mbele ya macho yake. Simu yake ilikuwa imeharibika kabisa mikononi mwa Jessica, na hapo ndipo akahisi kwa mara ya kwanza kiwango halisi cha nguvu alionayo Jessica. Kumbukumbu zikamjia kilichotokea hospitali siku ile. Jessica alipochomwa kisu usiku wa manane na majambazi wawili waliokuwa wamemvamia. Alikuwa ameanguka chini akivuja damu nyingi, lakini dakika chache baadaye aliingia bafuni akiwa ameshikilia jela lake, na aliporudi alikuwa mzima kabisa. Kama hakuwahi kuguswa na chochote. Kabla hajapata muda wa kuuliza, simu ya Jessica ilitoa mlio mfupi wa ujumbe mpya uliowasili. Jessica akaiwasha macho yake akasoma maandishi kwa haraka. Mpeleke Black House. Ulikuwa ni ujumbe kutoka Maggie Conti ambao ulimpa maelekezo Jessica cha kufanya baada ya simu kutoonekana hewani. Alinua uso wake na kumtizama Monica. Unajua ulichokifanya ni kitendo cha kipumbavu zaidi. Umehatarisha maisha yako na umehatarisha usalama wa eneo letu la kujificha. Umetupa hasara ambayo hujui gharama yake. Kama usingelikuwa mtu wa karibu na baba, basi leo ningekufundisha adabu. Huwezi kuwa mtu mzima na una mavuzi yako halafu unafanya mambo kama mtoto. Hajiandae, tunatoka sasa hivi, mshenzi wewe. Jessica alikuwa ameongea kwa hasira huku akimkaribia zaidi Monica ambaye alibaki kidogo haja ndogo imtoke kwa namna mtu alivyokuwa amemtisha. Tunakwenda wapi? Monica kauliza kwa hofu, sauti yake itetemeka. Jessica ambaye alikuwa anaukaribia mlango aligeuka na kumtizama. Black House ndipo utakapoishi hadi Makini atoe agizo jingine. Hilo umelitaka mwenye wala huna hata kumlaumu. Black House ni wapi? Ni nyumbani kwa Trukara. Trukara ni wakina nani? Kama utauliza swali jingine basi nitakutoa jino moja sasa hivi. Jessica aliamua kukatisha maongezi yao kibabe. Monica akanyanyuka taratibu, moyo wake ukipiga kwa kasi. Alijua hakuwa na nafasi ya kubishana. Alishamjua Jessica hakuwa mtu wa kumletea mzaha. Kosa lote ambalo angefanya hivi sasa lilikuwa na matokeo ya maumivu. Alianza vitu vyake vidogo muhimu, macho yake akitazama simu yake ambayo iligeuka kuwa kama mpira wa chuma. Wakati Monica akiwa bado anajiandaa ndani ya chumba chake akikusanya vitabu, daftari lake la kumbukumbu na koti jeupe alilolipenda, Jessica tayari alikuwa ameshavaa suti yake ya kazi. Alifunga zipu yake kwa nguvu, akaweka bastola kwenye kiuno na kuvalia glovu zake nyeusi. Bila kupoteza muda akafungua mlango wa nyumba yao na ya maficho, nyumba iliyojengwa katikati ya msitu wa kupandwa wa Bamita, mahali penye miti mirefu, nyasi fupi na kelele za ndege waliokuwa wakirukaruka matawini. Hewa ya msitu ilikuwa nzito na baridi ikichanganyika na harufu ya udongo wenye rutuba. Jessica alisimama mlangoni akavuta pumzi ndefu na kuanza kuzungusha macho yake taratibu, kila mtu akiutazama kwa makini. Baada ya sekunde kadhaa akahisi eneo hilo liko salama. Akageuka taratibu kuelekea mlango na kurudi ndani, lakini kabla hajapiga hata hatua tatu ilisikika sauti ya risasi. Fiu! Risasi toka ikakata hewa kama mshale wa moto ikielekea moja kwa moja kwenye kichwa cha Jessica. Kwa kasi ya ajabu isiyoelezeka, Jessica aligeuka kama upepo. Mkono wake kushoto kapita mbele ya uso kwa kasi zaidi ya risasi ikaishia katika kiganja chake. Kwa umbali kidogo tu nyuma ya mti, mdungwaji aliyekuwa amejificha alinyanyua kichwa chake taratibu. Alikodoa macho kwa mshangao. Haiwezekani, alisema kwa sauti ya chini kwa kihema kwa kasi. Jessica alimtazama moja kwa moja. Mvumo wa upepo ukaanza kupita kama dunia nzima ilikuwa imesimama kutazama pambano la viumbe wawili wasiokuwa sawa. Mdungwaji akakoki bunduki yake kwa haraka, akapiga risasi nyingine, lakini risasi zote mbili zikakutana tena na kiganja cha mkono wa kushoto wa Jessica. Mdungwaji aliogopa, kainuka na kuanza kukimbia kwa kiita kwa sauti ya juu kuomba msaada. Sasa ni zamu yako. Jessica alikuwa ameongea kwa sauti nzito kisha kachomoka kama radi. Kasi yake ilikuwa ni ajabu, hatua zake hazikusikika, alikimbia kama anateleza juu ya nyasi. Mdungwaji alijaribu kukimbia lakini aliteleza ghafla kilima. Akabiringika mara kadhaa, akapoteza udhibiti na kujikuta kama amefika bondeni na moja kwa moja miguuni mwa Jessica ambaye tayari alikuwa ameshafika kabla yake.
Jessica hakusema kitu. Wote wakabaki wanatizamana kwa sekunde chache. Mdungoji ambaye ana mwili uliojazia akanyanyuka kwa haraka, akaweka mikono yake tayari kwa mapigano, akijaribu kumpiga Jessica ngumi mbili za haraka. Moja ikampiga usoni, nyingine mbavuni. Lakini Jessica kutikisika, kitu ambacho kilimshangaza mtu huyo. Ndio kwanza aliachia tabasamu jepesi. Mdungoji akachomoa kisu, kitendo ambacho kilimfanya Jessica kasirike sana. Alimpiga ngumi moja nzito kifuani, ikamtupa mdungoji hewani mita 5. Mwili wake ukagonga mti mkubwa na kudondoka chini mzima mzima. Kwa namna pigo hilo halikuwa la kawaida, ndege wakapaa juu kwa uoga. Majani yakaanguka na kimya kizito kikatawala msitu kwa sekunde kadhaa. Chini alipoangukia mtu huyo, alianza kutapika damu. Macho yake yakitetemeka huku pumzi ikimkatika. Jessica kainama, akakota bunduki yake iliyokuwa imedondoka pembeni, akaiweka begani bila hata kumwangalia tena. Kisha aligeuka na kuanza kupanda kurudi juu, akitembea kwa hatua ndefu na thabiti. Mdunguaji akiwa hoi alijaribu kuinua kichwa chake, lakini giza likaanza kumfunika macho yake taratibu. Kitu cha mwisho alichoona ni kivuli cha Jessica kikitoweka juu ya kilima, kisha akapoteza fahamu hapo hapo chini. Jessica alipofika mlangoni, Monica alijitokeza kwa hofu, macho yake yakimtazama Jessica kwa hofu zaidi. Kisha damu iliyokuwa inatilika kidogo kutoka kwenye ganja chake cha mkono wa kushoto. Nini kimetokea? Akauliza kwa sauti ya kutetemeka. Jessica akamwangalia kwa macho makali, uso wake umejaa hasira iliyofichwa ndani ya nidhamu. Kile ulichoita ujasiri kimekaribisha maadui wetu. Uzembe wako umefanya watu tulipo. Jessica alikuwa anazidi kuwa mkali kwa Monica. Alinyanyua mkono wake wa kushoto na kuuma meno yake, akitoa risasi mbili kubwa zilizonasa ndani ya nyama ya mkono wake. Damu ikatilika kidogo, lakini hakuonesha kuumia. Alizitupa chini, kisha kaingia moja kwa moja bafuni. Dakika chache baadaye, Monica akiwa amesimama sebuleni akiwa mpole sana, alisikia mlango wa bafu ukifunguliwa. Jessica katoka, mkono wake kushoto ukiwa mzima kabisa, bila jeraha, bila alama yote ile. Ngozi yake ikiwa safi na nyeupe kama haijawahi kuguswa na chochote. Monica alimeza mate kwa hofu. Moyo wake ukadunda kwa nguvu. Akatambua bila shaka Jessica sio binadamu wa kawaida. Fanya haraka tuondoke kabla giza lijaingia. Giza likiingia itakuwa ni ngumu kwetu kufika Black House bila kuzuiwa njiani. Jessica alimwambia Monica ambaye alibeba mabegi yake mawili na kuonesha yuko tayari kwa safari. Jessica aliweka sawa bastola zake mbili kiunoni, kisha wakatoka, mlinzi akiwa mbele na Monica akiwa yuko nyuma. Kwa muda wa kunyata huku akiwa wanatazama huku na huko, walifanikiwa kufika kwenye gari na kuingia. Monica aliwasha gari na kuondoka kwa kasi kwenye maficho hayo. Je, wawili hawa watafanikiwa kufika salama Black House? Majibu ya maswali hayo twende katika sehemu ya 5, msikilizaji, ya simulizi yetu Ukuta wa Mauaji. Ukuta wa Mauaji amesema Maki kwamba anaunda ili kuzuia wauaji kuwafikia waandishi wake. Huo ndio utakao kuwa ukuta. Mwanae akamshauri kwamba asitumie watu wapya, atumie wale wale wa zamani. Akasema basi nitaangalia nitumie tofali mpya au nitumie tofali za zamani kujenga ukuta huo wa mauaji. Ilikuwaje? Usikose kuwa nami katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 5. YouTube channel Simulizi Mix, endelea kufuatilia, utaipata sehemu ya 5 na kuendelea. Lakini unaweza kuipata sasa hivi kupitia WhatsApp nambari 0677 062012. Njoo WhatsApp, andika Ukuta wa Mauaji, utapewa maelekezo ya kuipata simulizi mpaka mwisho bila kusubiri. Tukutane katika sehemu ya 5. Bye bye.